ikageuka ikawa tofauti. Lakini pia tunahakikisha kwamba tarehe 25, yani Disemba 25 ni siku ya kuwakumbuka ndugu zetu, na kwa kweli mambo ni mengi. Of course ni mwisho wa mwaka, pia watu wengine wameshajumuika katika jumuiya zao na familia zao, lakini tusiwasahau ndugu zetu wale ambao walikuwa wengi wao, 80% walikuwa wamekaa majumbani kwao, walikuwa hata hawafanyi jambo lolote, walikuwa hawaandamani, wengine wametoka kupiga kura, lakini cha ajabu wamekuja wameuawa kinyama sana. Tumeona kwa mfano huko Tunduma na Kiela ilikuwa mbaya kiasi kwamba walikuwa wanaingia wanawaua familia nzima, wanachukua wanaume ambao ni kuanzia miaka ya 15 na kuendelea, wanatolewa nje ya nyumba, baadaye wakawa hawaonekani tena, lakini baadhi ya watu ambao wameweza kushuhudia wamesema waliuawa. Kwa hiyo hali ni mbaya kwa kweli, na kitu ambacho labda wakati tunaendelea kwenye mijadala hii nilitaka nianze nayo ni kueleza watu kwamba jamani, sikilizeni, maandamano bila kikomo si kwamba tu tunaongelea hewani. Tukumbuke kwamba pale tunapoamua kwamba hii ni tukio la siku moja na kurudi, tunawapa nafasi hawa ndugu zetu ambao tuseme wako ndani ya mfumo waweze kuanza sasa kuangalia nani alikwepo, nani alipiga picha. Lakini kibaya zaidi, wale makatili sasa ambao ni psychopath ndio wanapata sasa ule mwanya wa kuanza kuteka, kufanya vitendo vichafu, kuwaua watu na kuwapoteza. Kwa hiyo jambo ambalo linatakiwa kila mtu ajue, na nadhani hasa Gen Z, lakini sio tu Gen Z, hata wanajamii waelewe sasa hivi tuko na serikali ambayo ni haramu. Hiyo serikali inataka damu za wananchi, sio kidogo, inataka sana, na ni kama vile mimi nilishai kusema, ni kama vile sijui wameshatoa kafara huko. Kwa hiyo ni kama vile zile zimwi zile zinahitaji damu nyingi ya kutosha. Kwa hiyo hili swala naomba tulichukulie very serious, kwamba kama itakuwa hivyo basi tujue hiyo D25 J1 ni kwamba ni non-stop. Kwa hiyo hiyo ni namba moja. Lakini kingine, nimepokea sana maoni huko inbox, na nimeona baadhi ya watu wanaleta bado maneno, sijui kwamba ni sikukuu, sijui watu wanataka kwenda kanisani. Naendelea kuwakumbusha kwamba watu waliopoteza maisha yao, kama nilivyoeleza, wengine wakiwa majumbani kwao, wala hawakuandamana, watoto wadogo, wanawake mpaka wazee. Tumeona vijana pia wengine walikuwa tu wanaendelea na shughuli zao, bodaboda ametumwa tu alete hela kidogo, kishapigwa hapo, anapigwa risasi ya kichwa, anabaki tu kuteseka. Tukumbuke pia kuna ndugu zetu wale ambao walipigwa tu risasi labda ya mguu, kapelekwa pale wodini, wamemtoa pia, wakambeba wakampeleka. Kwanza kuna njia mbili waliwamaliza, kuna ile walikuja wakawachukua wakaweka kwenye magari ya polisi wakaondoka nao, lakini baada ya muda kama nusu saa magari yale yalirudi na idadi ile ile ya maiti. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba hawa ndio waliouawa. Lakini kibaya zaidi, baada ya kuona kwamba sasa hapa tunapoteza muda na watu wanaoletwa ni mamia na mamia, wakaona isiwe tabu, wakatoa maagizo na walitumia baadhi ya madaktari na viongozi wa mahospitali, kitu ambacho pia tutakuja kuongea kwa siku za hapo mbele tutakapopata haki. Waliwabeba wakaambia wapeleke mochwari, wakishawapeleka mochwari basi wakae huko wawapile up kule na wafanyie kazi. Sasa hili swala tunaiongea bila kificho. Kwa nini tunakiongea? Kwanza kabisa hakuna sehemu tunaweza tukazungumzia maridhiano, sijui madudu gani ambayo tunaona wako bize kutuletea, kama hakuna ukweli. Na ukweli lazima usemwe. Watu ambao watasema ukweli hawatakiwi kuwindwa, hawatakiwi kutafutwa na kupotezwa. Namba mbili ni kwamba baada ya ukweli kusemwa, sasa ndio tunataka kwamba uwajibikaji ufanyike, na uwajibikaji ukifanyika tunapata haki. Sasa mambo haya ya kukaa kuanza kutiana ujinga hapa, na mimi nasema wazi kabisa, hakuna mtu ambaye ataweza kusalimika akianza kutuletea upumbavu wa maridhiano kabla ya kusema ukweli, haki na uwajibikaji. Kwa nini? Kwa sababu hakuna maridhiano. Mtu ameua, ametoa maagizo, ameua watu 10,000 alafu anasema who are you? Anasema mnataka nifanyeje? Yani ni ile kiasi cha kusema kwamba sawa, nimewaua, sasa mtanifanyeje? Ni hivyo. Na hili swala linatakiwa kila mtu akae nayo. Mimi nitaendelea kukumbusha, najua kwamba watu wengi wanapenda mambo yarudi yawe kama before, lakini nasema hivi, kama ambavyo damu ya Kaini, ya Abel ilivyolia, wanaita Kain's curse, yani Kaini alilaniwa kwa
kwa sababu ya kumua ndugu yake. Sasa Abel damu yake inalia. Hawa ni ndugu zetu, hawa ni kama ndugu zetu wa tumbo moja, hakuna tofauti. Hawa ni ndugu zetu ndani ya nchi, wameuawa, wamechinjwa, wengine wamechinjwa kabisa kichwa. Hiyo taarifa pia tunazo, na sijajua mpaka sasa hivi hao ambao wanachinja wako wapi, maana ni chinja kweli. Sasa wanakata vichwa, inakwaje? Hawa ni watu sijui ni Al-Qaeda hawa kabisa, lakini ni wote wanafanya kazi chini ya amri ya Abdul na mamake, na hili swala hata wabishe vipi, ushahidi upo, wala hatutaogopa. Lakini kingine ambacho labda ni muhimu wakati tunaendelea kujiandaa kuelekea Disemba 25 ni kwamba hatukuruhusiwa hata kuwaomboleza. Jamani, hili swala tunaomba kwa kweli wananchi wasikubali. Sasa sitaki kuongea sana, mimi na mambo mengi, lakini kwa sababu tulikuwa tunaongea kuhusu mbinu na mkakati, najua kwamba watu walikuwa nauliza sasa hivi, of course baada ya mijadala watu wengi wamesema hakuna eneo moja la kujikusanya, bali kila kitu kinafanyika katika community yake au katika mazingira yale na watu watajuana wenyewe. Kwa hiyo sisi tuiache hivyo, lakini kwa sasa kwanza tupate yale yaliyojiri, alafu tutakuja tena kwenye swala la mikakati na mbinu. Shabaha, hali yako vipi? Karibu. Salama kabisa dada Maria, natumaini uko na afya njema pia. Niko vizuri, niko poa kabisa, karibu. Asante. Na mimi nitaweka comment kidogo tu hapo kabla ya kwenda mbali. Maandamano haya yanayoendelea sasa hivi au yatakayokuja kufuata, yani itakuwa kama amila inavyovimba. Kwa kadri inavyovimba ndivyo watu watakavyokuwa wanazidi kuelekea kwenye maeneo mahususi, lakini ni hakika ujumbe ambao mimi nimesikiliza, nimepita Clubhouse leo kidogo kuwasikiliza, nimepita TikTok, ni kwamba watu wameshaelewa kwamba maandamano au protest lazima ifanyike kwanza kwa kuanzia kwenye zile maeneo yetu kidogo, na kikubwa ni kwamba itakuwa inawavuta polisi kama manati, lakini ubaya ni kwamba manati nayo ina ukingo wake wa kuvutika. Kwa hivyo ikifika hatua polisi wamefanya uhuni huko kwenye jamii, kutoka huko ni ngumu. Lazima tuwaambie kabisa, tukishaingia vichochoroni kwa watu kwenda kufanya ujinga, unaweza ustoke huko. Sasa ni lazima kuchukua tahadhari, kwa sababu ukiwarisia anayeng'ang'ania madarakani ni mtu mmoja, wala sio nyinyi mapolisi. Nyinyi kazi yenu itaendelea kuwepo tu. Hata kesho tukiwa na ACT, tukiwa na Chadema, kazi ya polisi iko pale na mshahara unatoka mifukoni kwa wananchi. Wala si kwamba kuna mwanasiasa yeyote aliwahi kuwalipa nyema askari. Kwa hivyo mnatakiwa tukuelewa kwamba wananchi wanataka kukomboa nchi yao, wawatoe nyema polisi kwenye nyumba za mabati. Mtu akiua mtu ahukumiwe kwa haki na sheria kabisa, kwa uwajibikaji. Na pia jamii inatakiwa kuelewa watu walioua kiasi kile wakiendelea kubaki mtaani wanakuwa ni hatari zaidi. Ndio maana utaratibu, yani wataalamu huko nyuma, wale ambao wamegundua vitu vingi sana, mpaka hii serikali yenyewe walioigundua wakagundua kwamba kuna watu wakifanya baadhi ya vitu katika jamii lazima wawekwe gerezani. Wanawekwa gerezani si tu kwa sababu ya kuwafunza, lakini pia kuiweka jamii katika usalama, kwa ajili ya usalama. Hata ya mapolisi zamani alikuwa yanasema huyu amemkamata kwa ajili ya usalama wake, lakini kuna wakati mtu anakamatwa kwa ajili ya usalama wake, kuna wakati mtu anakamatwa kwa ajili ya usalama wa jamii inayomzunguka, lakini hapo pia akiwekwa katika kurekebishwa, kwa sababu sasa huyu mtu ameshaanza kuua watu, hajui thamani ya mtu, hutu, anauaua tu, dini zinakataza, serikali inakataza, yeye amefanya mambo kama hayo. Sasa mtu kama huyu anakuwa kama anatakiwa kuzaliwa upya. Anawekwa kwenye mifumo ambayo kazi ya hiyo mifumo ni kumrekebisha. Ndio maana tuna hayo magereza. Kuna nchi zingine hata sisi bado tuna sheria za kunyonga, kitu ambacho labda hiyo inaweza ikaingia kwenye mjadala mrefu zaidi, lakini kuna wengine wanakufutilia mbali kabisa kwamba sasa wewe kwa sababu umefika hizi tabia basi wanakunyonga, wanakuondosha kwa sababu ya kulinda jamii. Tukumbuke katika haya matukio kilichotokea ni kwamba kuna idadi kubwa sana ya vijana wa kiume waliouawa, na masuala haya kwenye idadi ya watu au population yana madhara yake pia. Kwa hivyo kama tukiingia kwenye sayansi huko na kuyachimba, tunaweza tukajikuta labda mara nyingi tunawekaga mzaa sijui mwanamke wawili, wanaume mmoja. Kuna nchi zimefika hatua zikawa na hali mbaya sana,
ya population imbalance, yani kutokuwa na usawa mzuri katika jamii, haswa mlingano wa kijinsia, na tunatambua kwamba kuna ugumu sana kwa kupatikana watoto wa kiume kibiolojia, lakini yanapokuja kufanyika mauaji ya kishenzi na mtu mmoja namna hii yalivyofanyika, lazima tuangalie ni kwa kiasi gani tumepoteza. Hiki kilichotokea ni deni kubwa, ni tukio la kinyama, lakini ni tukio la hatari kiuchumi, kibiolojia na kijamii. Yani ukiliangalia limekaa kwa namna ambayo haikubaliki kwa namna yoyote. Nchi kama Uingereza ziliwahi kuathirika pale sehemu ya jamii, hasa wanaume walipouawa sana kwenye vita, lakini bahati nzuri wale wenzetu kidogo maendeleo yakaja, walijua namna walivyopambana, kuna namna walivyoelimisha wanawake kuweza kumudu mazingira, lakini tamaduni zetu ni tofauti na za kwao. Sasa sijua sisi tunawezaje kupambana na hiyo hali, lakini kikubwa ni na kazia tu kwamba tuelewe maandamano siku hiyo tena tutakuwa tumeshiba, kama ni pilau tutalipika mapema na tutakuwa mtaani kama kawaida, na mpango ni mzuri kwamba kila mtu katika maeneo yake atapambana kwa kadri anavyoona kwamba ni wapi pa kuanzia, lakini kwa kadri hali inavyotanuka basi mdogo mdogo. Polisi watakisalenda, wakiamua kuachana na mazurumati, kama kwa upande wetu basi tutakula nao pilau tukiandamana pamoja. Mambo kadhaa ambayo yameweza kutokea ambayo nimeweza kuyapata pia kwa uchache tu. Kwanza taanza na habari ya huyu Mwigulu Nchemba, kwa sababu huyu ni mtu ambaye amekalia kiti ambacho kinatakiwa kukaliwa na mtu mwenye utimamu kidogo, na alitakiwa kukalia mtu sahihi, si mtu ambaye ametokana na uchaguzi ambao ni batili. Kuna kauli ya Kikwete akimwambia Mwigulu kanyaga twende, kauli yenye utata sana, na ni kauli ya mwanasiasa ambaye ni mstaafu. Huyu ni mstaafu ambaye tunamhudumia kwa magari, tunamhudumia kwa nyumba, tunamhudumia kwa ulinzi, ofisi, tiketi, tunamtibu tezi dume na mambo mengine yote anayohangaika nayo bila kujali kwamba ameyapataje. Lakini kwa namna alivyozungumza, kwa sababu kikawaida wastaafu wengi mataifa mengine unawaona wanakuaga kama wazee wa kijamii, anakuwa wa jamii, na ndio maana jamii inamhudumia kwa pamoja. Lakini Kikwete kutokana na manufaa yake alionayo katika hii serikali amegeuka kama mzee mjinga na amezungumza masuala ambayo anasema kanyaga twende. Lakini ukiangalia Mwigulu mambo ambayo aliyoambiwa kanyaga twende, na sijui anamkanyaga nani hapo, kwa sababu kuna mambo mengi, kwa sababu Mwigulu ana historia ya watu kuwaweka kwenye viroba, kuna maiti tulizokota, na nyakati hizo mambo yalikuwa mabaya sana. Sasa hawa wanasiasa wanapozungumza, hasa wanasiasa wa muda mrefu kama Kikwete anapomwambia kanyaga twende, tusichukulie tu juu kwamba ile ni kanyaga. Hapana, kuna kitu, kuna maagizo, yawezekana tayari Mwigulu ameshaanza kutia watu kwenye viroba na Kikwete anajua, matokeo yake ndio wanaanza kupeana haya maagizo. Kwa hiyo kuna hayo maagizo, kwa hiyo tuwe na tahadhari na mikutano ya Mwigulu, kwa sababu tayari kuna maagizo ya JK ya kanyaga twende ambayo haieleweki hata kidogo. Lakini cha pili, Mwigulu amesema kwamba baada ya nyie kuuana, wao walikwenda Dodoma na kusherekea kwa kula nyama. Sasa kuna kitu hapa ambacho lazima tukiangalie kwa undani sana. Kwanza mauaji yale yalivyotokea ni polisi walikuwa na silaha wakaua wananchi, na yeye anachokizungumza ni kwamba wale polisi waliowaua sisi tuenda kusherekea, tulikwenda kula nyama Dodoma. Kwa sababu wakati mwingine haya mambo unapoyatazama si kwamba Mwigulu hajui. Mwigulu anajua sana nani alimuua nani, na sisi wote tunajua nani alimuua nani, lakini anapokuja kutuambia kwamba mliuana ni kujaribu tu kama kupoteza ile ukali wa kauli, si kwamba kupoteza ukweli. Ukweli unajulikana, wote tunajua polisi walikuwa wanaua watu. Kwa hivyo anaposema mlivyouana na sisi tukaenda kula nyama, ina maana kumbe wakati mauaji yanatokea wabunge walisherekea ya mambo Dodoma pale, walikula nyama. Hiyo ndio message ambayo imetoka, ni kodi ambayo imefunguliwa na Mwigulu akielezea namna walivyolichukulia tukio la Oktoba 29. Lakini kuna message ya pili kwenye huo ujumbe, ukiutafsiri vizuri, sababu nimejaribu kuzungumza na wazee kidogo, kuna watu ambao tunajadili hawa wazee wa Kiswahili wananielezea kidogo, inasema kwamba tutawaua tena.
na tutakuwa tunakula nyama, kwa sababu ndicho anachokisema. Kwa maana nyingine, Mwigulu ametoa tishio la kuua tena wananchi, kwa sababu kilichotokea yeye alikuwa akizungumzia kama haelewi kwamba sisi wananchi tunauana, nani amekamatwa. Kwa sababu mpaka sasa hivi hata kukwepa kwake anapotumia maneno kikawaida, kunapotokea tukio baya katika jamii, polisi hukamata wahalifu. Na inapotokea kwa mfano siku hiyo ya tukio kuna watu waliuawa Kitunda, mimi nawajua watu paka kwa majina waliuawa, walikuwa wakifanya shopping, wakinunua vitu vya jioni, wakapigwa risasi pale, na lilipita gari la kwanza la jeshi, baadaye likaja kupita gari la polisi likafanya ile tukio, na walio pembeni waliona ile tukio. Na kwa mji mzima wa Dar es Salaam kuna magari yanatembea na kuua watu. Sasa kama kulikuwa kuna mauaji ya raia, waandamanaji wanafanya hivyo, kwa nini hakuna hata tukio moja la polisi waliofanya lockdown kushambulia wale wananchi kwa risasi hata moja tu, na wakampata hata moja tu, au hata gari yao moja tu? Kwa nini hakuna tukio hata moja ambalo polisi wamewahi kutoka na kusema tulipambana na wale ambao walikuwa wanatumia silaha dhidi ya wananchi? Hakuna tukio hata moja. Na hapo serikali inasema kwamba wale waandamanaji mara zilikuwa video AI na nini. Huu ni uthibitisho ambao unatupeleka kwenye hoja kwamba Mwigulu anajua waliua, na Mwigulu anajua nani aliyeua, kwa sababu bahati nzuri aliyeua yuko kwenye video. Alisema kwamba kilichotokea sasa, hii ndio mkanganyiko ambao na wenyewe uangalie, kwa sababu tayari kuna record ambazo, na tunashukuru wanapozungumza, kwa sababu tunaendelea ku establish fact vizuri, kuonyesha kwamba hawa ni machizi, wanahitaji kufungwa wote hawa. Aliyeua watu alisema alitumia nguvu kwa kiwango kulingana na waandamanaji waliokuwa wakisema iwe kama Madagascar. Waandamanaji wa Madagascar walikuwa wanaandamana kuiondoa serikali kwa kutotoa huduma umeme na maji, pamoja na rushwa na mambo mengine, lakini umeme na maji ilikuwa ni chanzo cha yale mambo. Lakini yeye anasema hakutaka hata kauli za aina hiyo za wale wa Madagascar waliokuwa wakidai umeme na maji, aliamua kuwaua. Na leo tunapata uthibitisho mwingine kwamba hawa watu kumbe baada ya kuua watu walikwenda kufanya sherehe. Sasa wale ambao wanahudhuria mikutano ya Mwigulu Nchemba, inabidi ifike hatua siku moja mkamate pale, muulize hizo nyama walikuwa wanakula na nani na nini. Au polisi msiogope, ni wanajifanya wako wengi, hawana hata risasi kwenye haya mabunduki yao, tunajua hivyo vitu. Inabidi ifike hatua hawa watu huko mtaani, kuliko kuwashangilia, kuwahoji vizuri. Unless kama hiyo mikutano huwa wanakusanya wana CCM wenzao, lakini haiwezekani ukiwa Mtanzania unasali msikitini vizuri, ni Mkristo mzuri, unamsikiliza mtu anakuambia kwamba niliua watu, nikaenda nikala nyama, nikachoma nyama na wabunge. Hii kitu lazima tujitafakari vizuri, kwa sababu kumbukeni, nyie mna familia zenu. Familia zenu hazipati manufaa yoyote kutokana na uongozi batili. Wao wanapata mishahara, wanapata nini? Wewe unapokwenda pale na kuanza labda kushangilia au kuanza kusikiliza yale mambo na kukaa kimya pale, una mega laana yao kwenye familia yako wewe pia. Damu walizomwaga ni nyingi sana. Kwa hivyo tuchukue tahadhari, tuelewe, kwa sababu haya mambo mengine wengine wanafanya kafara, zinaweza zikawa unashangaa mambo yako haendi kwa sababu ya kuwa mnashuhudia vitu vya aina hii na mnavinyamazia. Kama huwezi kupambana na hizo kauli, usiende kwenye hiyo mikutano yao. Hii nitaka nifafanue kwa kina, kwa sababu ikifika hatua mtu anakuambia nilifanya sherehe ya mauaji na wewe ukawepo pale, unakuwa umeshiriki hizo ibada zake za kishetani. Swala lingine linaonekana ni la Father Kitima. Anazungumza kuhusiana na maisha yake. Anasema anaishi kwa hofu, wanamuinda kutokana tu na kazi anayoifanya, kazi ya teki, kazi ya maaskofu, lakini anawindwa. Na toka ametoa hii kauli, hakuna kauli yoyote iliyotolewa na jeshi la polisi. Kama vile tunarudi tena, kwa sababu najaribu kuwa na wafafanulia hivi vitu ili muelewe kwa haraka tu kwamba tukio lililofanywa na serikali linafananaje, tukio lililofanywa na wahalifu linafananaje. Tukio lolote lililofanywa na serikali huwa hakuna hatua zozote ya Tanzania. Hii ya Tanzania, naposema serikali sisi ni wa Tanzania. Kwa hiyo ukiwa mahali popote pale, rudi Tanzania. Tukio linalofanywa na serikali hizi batili au kihalali, hii ya Tanzania, huwa wahusika hawachukuliwi, yani wanapotea.
hata liwe la aina gani watapotea. Kwa hiyo anayemuinda Father Kitima sasa hivi moja kwa moja, kutokana na mazingira yaliyopo na kutokana na polisi wanaogopa, kwa sababu hii nayo lazima muelewe mazingira yaliyopo, huyu father anawindwa. Tunaelewa kwamba father huyu kuwindwa inaweza ikaleteleza matatizo makubwa sana kwa taifa letu, kwa sababu kumbuka ni mtu muumini wa kanisa lenye watu wengi pia katika taifa letu. Lakini kutokana na kwamba polisi wako tayari lolote litokee, ina maana anayemuinda Father Kitima ni Samia. Hakuna mtu mwingine anaweza kuwa na nguvu za kumuinda Father Kitima akafika akalalamika, polisi wakamuogopa huyo mtu nje ya Samia Suluhu Hassan ambaye ameteki madaraka yake. Kwa hivyo Samia, popote ulipo tunakuona, wala hii kitu hatuwezi kuendelea kuifumbia macho. Haya masuala ya kuwa viongozi wa dini hatutaki laana za aina hii. Kama sio Samia, tungeshaona hatua zinachukuliwa dhidi ya aliyemshambulia mwanzo. Walimshika mtu feki, wakataka kumbambika kesi, wakamwachia. Baadaye wameendelea kumuinda tena. Haiwezekani viongozi wa dini, kama wewe ni Mroma, mimi nimeweka tuta yangu hapo, siwezi kuzungumza, niliweka. Kama wewe ni Mroma, uko serikalini, uko kwenye vyombo, unabeba bunduki, viongozi wako wa dini wanatendewa haya wanayotendewa, na wewe bado naamini bado ni Mroma Mkatoliki, wewe bado ni mshenzi. Yaani kitu lazima tuwafafanulie vizuri muelewe. Uwezi ukawa unabeba bunduki kulinda washenzi, au ukawa kwenye mamlaka huko unatumika kwa utumishi wa aina yoyote na hawa wapumbavu ambao wanawinda viongozi wako wa dini, ambao wewe baadaye unatoka hapo sijui umefanya dhambi gani, unakwenda kuungama kwa huyo kiongozi ambaye anatakiwa awe chawa. Yaani kuna umuhimu gani wa wewe kwenda tena kufanya kitubio kanisani kwa hawa maaskofu na maparoko ambao wanawindwa wakiishi maisha magumu, ambao wanakubali kuwa safi ili toba zako wewe ziwe kamili, kwa sababu ili mambo yako yapokelewe lazima uende kwa mtu ambaye ni sahihi. Sasa mtakuwa mnatubu wapi? Si bora labda utafute tu wasanii wote kama Diamond na nini mwanze kuabudu miti, kwa sababu kama msipotaka kuwalinda viongozi wa dini ili wasije wakaenenda vibaya, na ili dhambi zenu mnapoenda kutubu ziwe sahihi au ziwe zimesamehewa, then mtakuwa na tatizo kubwa sana. Kwa sababu kilichopo ni kwamba kama unaishi kiimani, kweli unafuata imani unaoishi, ina maana ukiuawa utakuwa umetimiliza safari yako bado, kwa sababu hatujaambiwa kwamba ahadi ya kuishi ni hapa duniani. Hapa tunapita tu. Sasa kwa nini imefika hatua kuna hofu ya aina hiyo? Haya ni mambo muhimu. Kuna mawaziri wa bandia ambao wako kwenye hilo baraza, mpo huko, mnajua, mmuulize Samia kwa nini anawawinda viongozi wenu wa dini. Ana nini? Nyie mtaabudu wapi? So hiyo ni kitu kingine naona nifafanue vizuri, kwa sababu huyu hawakilishi familia yake. Father Kitima hawakilishi familia yake. Kwanza ilitakiwa mpaka sasa hivi Waroma wote mmeitisha maandamano rasmi kutaka kujua nani anataka kuwaua mafadha. Mmekuwa mkimwagiwa maji matakatifu kwenye makanisa, mmekaa kimya. Mmekuwa makanisa yakivamiwa, mmekaa kimya. Inabidi ifike hatua kuchukua hatua. Haiwezekani maparoko na maaskofu wakayalinda hayo makanisa yenu peke yao bila nguvu yenu ya umma kufanya kazi. Lazima ifike mwisho kuzuia kafara, kwa sababu ukiruhusu haya mambo, narudia sana na namaanisha, mtu anayefanya kafara kuingilia masuala yenu ya imani, na wewe unakuwa umeshiriki kwenye hizo kafara zake. Swala la maliziano limeingia kwenye mjadala mpana sana. Labda hii nikisema na yenyewe tuifunue, kwa sababu naona kama Chadema inaitishwa kwenye haya maridhiano. Kikubwa labda watu wengi wasioelewa maana ya maridhiano. Maridhiano ni mchakato ambao una mambo mengi, lakini kuna mambo tayafafanua mawili tu muhimu, ambayo ni uwajibikaji lakini na kuzuia tukio lisitokee tena. Hayo ndio maridhiano. Yaani kwamba mnaingia mezani, mnachakata ukweli, mnakubaliana nini kilitokea, mnatoka pale na maazimio ambayo yatapelekea kwamba kile kilichotokea kama yakitokea, na wale waliofanya lile tukio wanawajibika moja kwa moja. Ndivyo maridhiano yanavyokuwa. Lakini kama kukiwa ni masuala ambayo labda ya uhusiani labda na uhalifu uliotokea au nini, labda ni hasara za fedha na nini, kama ni makampuni kuna kulipana na kadhalika, ndio wajibikaji wenyewe unaofanyika. Sasa tunakwenda vipi kwenye maridhiano wakati kuna kesi zaidi ya 16 nchini
zikiwahusu watu ikidaiwa kwamba walifanya fujo. Hapo hapo kuna mtu anadai kwamba anataka kuzungumza na wananchi wote. Kuna vyama vimefungiwa kimagumashi, havifanyi kazi. Kuna mwenyekiti amepewa kesi za kimagumashi wa Chadema, yupo ndani. Kuna watu ambao waliua na ambao wameua na wako serikalini, alafu tunaruka hizi hatua zote, tunaridhiana vipi? Kenya ilipofikia hatua kukawa kwa moto sana, tunakumbuka Mkapa alikwenda kufanya kazi kule. Na uzuri tuna evidence nzuri sana kwamba Tanzania namna maridhiano tumewahi kushiriki. Hata huyu Kikwete huyu ambaye anajifanya elewi vitu alikuwa rais, lakini hakwenda kuyapatanisha yale mambo. Waliitwa wazee wakaenda pale, Kufiana, Basanjo, Mkapa, wakawapatanisha wale watu. Kuna tofauti gani ambayo Tanzania inataka kutokea kwamba mmoja wa watuhumiwa ni lazima, yani kwamba ni lazima huyu Samia ndio afanye haya mambo. Kwa hivyo kuna umuhimu sana heshima ya watu waliopotezewa haki zao, heshima ya watu waliokufa na haki zao zilindwe kwa kuwa na maridhiano ambayo yako sawa. Hakuna mtu ambaye anakataa maridhiano, lakini maridhiano hayo ndio hayo yanakwenda kuiponya nchi na kuwajibisha kila mtu. Sasa ikishakuwa mazingira kwamba mmoja wa upande ambao umehusika unatuhumiwa au umehusika, kwa sababu hata ukiwa unatuhumiwa tu kama hakuna tatizo lolote then hakuna shida, unaweza kumkabidhi tu mtu yeyote akaongoza ile kamati fair tukafika mwisho. Kwa hivyo hili ndio nalizungumze kwa sababu pia na lenyewe limeanza kuzungumza au Chadema wakamshike mkono nini. Chadema wao hawahusiki na chochote. Kwanza hawako operational. Ndio hiyo amri ya mahakama ilivyo. Sasa wanakwenda kumshika Samia mkono kuhusiana na nini? Kwamba wao ndio waliandamana. Kwa sababu ni kama vile wanataka kuaseti Chadema waonekane wao ndio wanaongoza haya maandamano. Maandamano ni wananchi na wanachadema na wenyewe ni wananchi kama walikuwemo humo, lakini hawakuwa kama chama. Kwa hivyo wasitaki kuaseti Chadema kwenye swala. Kesi ya Lissu imeendelea kuwa na ukungu kidogo na kuna mambo kadhaa ambayo yameibuka. Moja, kuna udhibiti mahakamani kuonana Tundu Lissu, lakini mbili, kuna mawakili wake wanapoenda kuongea naye, maafisa wa magereza inabidi wasikilize yale mazungumzo kinyume na taratibu. Hii iliwahi kuleta mgogoro mwanzo na Tundu Lissu aliweka malalamiko mahakamani. Jaji mkuu hivi karibuni alisema mahakama ziko huru, lakini kule magereza inaonekana zile amri zilizotolewa kwamba haki za mtuhumiwa ziheshimiwe, magereza kama kawaida wameanza kuzivunja. Mara ya mwisho ilitakiwa kwamba kesi yake ianze Disemba 5 mpaka Disemba 11 na hakuletwa mahakamani. Aliandika barua Disemba 5 kwenda kwenye mahakama na haikufika kwa takriban siku 10 mpaka Disemba 15 ndio barua hiyo imefika. Mpaka sasa hivi hakuna kauli ya mahakama kuhusiana na swala hilo la hiyo kesi, kwa nini kuna ukimya na kadhalika. Lakini kuna habari nyingine ambayo imetolewa na Dr. Siraha aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Chadema. Yeye anasema kwamba kumekuwa na bidii au juhudi ya hawa waliojiweka madarakani kumtoa Tundu Lissu magereza chini ya carpet kama walivyofanya Pamboe, kwamba wanapambana kwamba wamtoe magereza, lakini Tundu Lissu amewakatalia kwamba lazima utaratibu na sheria ifuatwe. Sasa kulikuwa mwanzo kuna taarifa kwamba zamani kidogo kabla maandamano kulikuwa kuna taarifa wataka kumtoa Tundu Lissu na kumpiga risasi kinamna mtaani huko, iwe tu kama vile kumetokea rapsha. Sasa sijui ni hiyo ndio walikuwa naipanga, kwa sababu kwa Samia mambo yake anayoyapanga equation ni kwamba lazima amcancel Lissu, amtoe kwenye hesabu. Sasa hiyo Lissu ameikataa kwa mujibu wa Dr. Slaa na anataka kama ni utaratibu wa kumaliza kesi yake, basi kesi yake hiyo ikamalizwe kwenye mahakama, kitu ambacho ni cha busara, kwa sababu haiwezekani umemkamata mtu umempeleka mahakamani umemsumbua karibu nusu mwaka mzima alafu baadaye utake zaidi ya nusu mwaka utake kumwachia kinyemera bila wananchi kujua, bila utaratibu kueleweka. Hilo ni swala ambalo amefanya hekima. Kama wao ndio kumwachia na kama wao kweli wana nia ya kuwajibika kwa namna ambayo iliyo sahihi, lazima kila kitu kifanyike katika utaratibu ambao unaonekana kuwa sahihi pia. Lakini KQ wameonekana kupata soko la apple na maembe
huko Uingereza na ndege zao zinaonekana kupakia mzigo kwenda Uingereza, na hii ni moja ya mijadala ambayo Tanzania wameifanya kwamba pamoja na kwamba sisi tuna nafasi nzuri ya kwenye maeneo ya kilimo na pia ununuzi wa hayo mandege ambao umefanyika japo hayaruhusiwi sasa hivi kuingia kwenye nchi za Ulaya, lakini bado kuna ubutu wa namna wizara na serikali zinavyofanya kuhusiana na masuala ya kilimo, badala ya kuhangaika kutafuta masoko, kutunga sera nzuri, kuhakikisha mazao, kwa sababu kila nchi ina grade ya kile inachokitaka. Kama ni aina ya maapo, aina fulani wanayotaka, kama ni maembe hivyo aina fulani wanataka, inabidi ulime yale wanayotaka, sio yale ambayo wewe unayapenda tu ndio wapelekee. Kwa hivyo lazima wizara, vyuo kama SUA vifanye bidii na juhudi kuhakikisha grade ya mazao yetu ya kilimo na ufugaji yanaendana na masoko ya nchi nyingine, kwa sababu kama kuna mataifa mengine yanaweza, na sisi lazima ifikie hatua wakulima wategemee kuuza nje ili kuweza kupata fedha pia. Japani kuna maongezi makubwa wananchi na serikali yao kutokana na hali ya nishati katika hilo taifa. Uhitaji umepanda sana na Japani inakadiriwa kwamba inatumia bilioni 130 kila mwaka kwa kununua gesi na makaa ya mawe kwa ajili ya kuweza kutengeneza nishati ya umeme, na kikubwa Japani wanataka kuhamia kwenye vinu vya nyuklia, na mpaka sasa kuna vinu 14 vinafanya kazi, lakini kimoja ambacho wanataka kukiwasha ambacho ni kikubwa kuliko vyote duniani kikiwa ni Gata ndicho kinaleta mgogoro zaidi, haswa kwenye lile tukio lililotokea Fukushima, ambapo wakazi wengi baada ya kuulizwa na upigaji wa kura kwa 60% wamesema kwamba hawaungi mkono kuzinduliwa kwa hicho kinu kikubwa, lakini 70% wamesema kwamba hawana imani na shirika ambalo linataka kusimamia kinu hicho kikubwa, na tatizo linakuja hapo kwamba hakuna imani kati ya wananchi na shirika lenyewe, haswa kutokana na tukio ambalo lilitokea Fukushima miaka ya nyuma. Wana maswali kuhusiana na tahadhari au kupambana na majanga yatakapotokea, ajali ikitokea, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wakazi wa Fukushima na changamoto zile zilizotokea mpaka sasa hawajaweza kurudi vizuri kwenye yale maeneo yao. Kwa hivyo, lakini Japani wanasema kwamba uhitaji wa nishati uko juu sana, ni lazima walau wapate nafuu ya kutengeneza hiyo kwa kutumia nyuklia. Hayo mimi ndio nimeweza kuyapata. Nashukuru sana kwa wasikilizaji na muda. Dada Maria, sijui unatusikia? Engineer, unasikia? Ndio nawasikia. Nadhani mic ya Dada Maria itakuwa na shida kidogo. Pia nawakaribisha wengine kuomba mic, na wengine wanalalamika kwamba kuna changamoto. Basi engineer, nitakaribisha wakati tunawakaribisha wengine kuomba mic. Ni vizuri kwenye mtu ambaye ana mpango wa kuongea kuomba mapema, kwa sababu hizi space sasa hivi zinasumbua kidogo. Karibu sana engineer. Okay, nashukuru sana ndugu Mshabaha kwa kunipa nafasi. Mimi nakuombea kwa Mungu. Sorry kidogo. Jamani, hii space ina uwezekano mkubwa sana wa kudondoka. Ikitokea imedondoka, basi inachukuaga kama dakika mbili au moja inaanzishwa nyingine. Kwa hivyo utamonitor akaunti zetu hizi hapa juu pamoja na ya Dada Maria. Ikitokea tu tunarudi kupitia upande wao. Karibu engineer. Okay, asante sana. Maandamano bila kikomo, mbinu na mkakati. Binafsi nafurahia pia kupata nafasi katika mijadala kama hii, lakini niende moja kwa moja. Kwanza kuna muda nimejitahidi sana kupata tafakari kwamba hivi inawaje katika nchi yetu hii mtu mmoja anaweza kutusababishia matatizo nchi nzima, ndani ya nchi na nje ya nchi. Nchi nzima, yani mtu mmoja, tatizo ni mtu mmoja, yani Samia. Hivi inakuwaje? Kama mwisho wa siku leo akisema kwamba anatoka yeye madarakani, maana yake nchi inapona ndani ya nchi na nje ya nchi. Inakuwaje? Yani tuseme mtu mmoja tu ndio anaweza anatusababishia matatizo. Ametusababishia mgogoro wa kidiplomasia nje ya nchi. Saizi hivi nchi yetu haiaminiki kabisa huko nje ya nchi. Haiaminiki ndani
Karibu. Naona nashukuru anti, kama kawaida na kuombea kwa Mungu uwe na afya njema na pia uwe salama. Asante sana, asante. Karibu. Asante. Maandamano bila kikomo, mbinu na mikakati. Kwa kawaida niseme tu kwamba kuna muda wa kupata tafakari. Mimi naweza kuongea na ndugu Samia. Yaani yeye ni nani? Ni nani wewe kwamba mwisho wa siku nchi hii inapata shida kwa ajili yako? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Yaani upate tafakari. Wewe ni nani? Ni nani wewe ambaye nchi hii ina hadhi ya kimataifa na imekuwa na heshima kubwa kimataifa miaka mingi kweli. Watu wa Tanzania wamekuwa na fursa nyingi kwenda nje kusoma, kwenda kufanya biashara, kuwa na mahusiano, kupata kazi nchi zozote duniani. Wewe ni nani ambaye umekuja leo umeleta matatizo ambapo Watanzania fursa zote nje ya nchi zimefutika? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani ambaye nchi hii watu wamekuwa na amani miaka yote? Tumekuwa na matatizo ndio, lakini mara zote tulikuwa tunaamini kwamba matatizo hayo ni ya serikali. Serikali kamwe haikuwahi kugusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Wewe ni nani ambaye leo umekuwa umeanza kuinda nchi, unawaua mmoja mmoja, unawateka, unawapa makesi ovyo ovyo, wananchi hawana amani? Wewe ni nani? Wewe ni nani ambaye sasa hivi umeanza kuinda watu, mara sijui huyu ni Chadema basi amekuwa ni adui? Tangu lini chama cha upinzani Chadema wamekuwa ni adui? Wewe ni nani? Wewe ni nani ambaye sasa hivi makanisa wachungaji wanahama nchi, watu wa Tanzania wazao wanahama nchi kwa ajili yako wewe? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Upate muda wa kujifikiria wewe peke yako tu. Leo hii ukisema kwamba mimi naachia ngazi hii, nchi hii matatizo yote yataisha. Wewe ni nani? Sasa hivi kila mtu hana amani. Wewe ni nani ambaye sasa hivi serikali imekuwa kama ni mali ya CCM? Mtu ukiwa upinzani, hata kama umesoma vipi, una CV nzuri sijui na nini, wewe huwezi kupata fursa serikalini. Wewe ni nani? 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 Yaani ujifikirie, nchi hii Tanzania ina watu zaidi ya milioni 70 sasa hivi. Ina wasomi wazuri, Wewe sio msomi tukiweka kwenye listi ile ya watu wasomi wazuri. Kuna watu ambao ni magenius wapo kwenye nchi hii. Kuna watu ambao ni magenius, kuna watu ambao ni maprofesa. Kuna watu ambao ni wataalamu ambao mwisho wa siku wanaweza kuisaidia hii nchi kuliko wewe. Wewe ni nani ambaye mwisho wa siku kila sekta sasa hizi zinapata tabu, kila sekta sasa hizi zinapata tabu. Uchumi unahangaika, mambo ya afya yanahangaika, maji sasa hizi imekuwa ni shida, miundombinu yani ni hovyo, kila mahusiano sasa hivi unaanza kutugombanisha mara Wakristo na Waislamu. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Kwani tuachie nchi yetu? Tuachie nchi yetu. Sisi hatukutaki. Unatuletea propaganda kusema kwamba sijui watu vijana wanasema haki. Haki ni kwamba Watanganyika hatukutaki. Yani it is straight forward kwamba sisi Watanganyika hatukutaki. Yani usijifikirie mara mbili kutupigia propaganda sijui kusema waliokuja ni wageni sijui nini. Yani inafahamika kwamba sisi wewe hatukutaki. Hivyo tu, yani sisi hatukutaki, yani usihangaike kututafutia maneno. Hatukutaki na nchi hii haitatulia kwa sababu hauwezi kumlazimisha mtu kwamba akupende kama akupendi. Umeua wananchi wengi Watanganyika. Hatukutaki uondoke. Sasa mbinu sasa, mimi ninachofikiria mara zote huwa nafikiria hivi kwamba
Saizi hivi kwenye maandamano yanayokuja tarehe 25 kama maandamano ya kawaida yanayofanyika mara zote, unakuta mfano wale Masai unakuta wanapiga road block, alafu mwisho wa siku wanakuwa pale pale, ile inaleta usumbufu mkubwa sana. Ni kwamba kwa kawaida kama maandamano, maana yake tusiruhusu usafiri magari sijui nini, yani ile going and go out isitokee. Pale ambapo upo pale, labda umetoka nyumbani, uweka road block, basi endelea na safari. Unaenda labda kuandamana sehemu fulani, tumekubaliana tunaenda kuonana sehemu fulani, lakini pale unapofikia pale, weka road block, alafu uanza safari. Hata zile movement za magari, mfano polisi sijui nini, isiwe rahisi kwao. Ikiwezekana, yani kwa kawaida mimi nafikiri hiyo itakuwa ni nzuri zaidi. Lakini mwisho wa siku barabara zipo nyeupe, magari yanatoka Mbeya, polisi wanatoka Mbeya, sijui wanatoka mikoani huko, wanatoka Pwani sijui nini, wanakuja kujazana nani Dar es Salaam, au wanatoka mkoa mmoja wanaenda sehemu nyingine, nani barabara nyeupe tu, wanakwenda to and fro. Yani inatakiwa zipigwe road block za kutosha, kusiwe na magari ya kuingia, kusiwe na magari ya kutoka, yani kusiwe na biashara ya kutoka, biashara yoyote ile ambayo inaendelea siku ya maandamano. Hiyo itakuwa ni nzuri sana. Lakini pia tusiruhusu kujikabidhisha kwa polisi, kwa sababu sasa hivi hamna usalama. Tusiruhusu yani kujikabidhisha kwa polisi. Kila mtu yani awe na tahadhari kwamba sasa hivi nikiingia mikononi mwa polisi ni bora yani ukakimbia, au ni bora yani ukaomba rafiki zako wakusaidie, au ukapambana pale kadri inavyowezekana. Unaona, ni bora ukaumia, lakini usikubali kuondoka na polisi. Polisi sasa hivi ni kama kikosi cha wahalifu. Wakikukamata yani kurudi yani sio uhakika. Kwa hiyo mimi nawaombea ndugu zangu, siku ya maandamano vitu vya muhimu, mfano maji, maji, kama utakuwa na barakoa, utakuwa na Colgate, zile raba siku hiyo, yani vitu vyepesi. Kama una barakoa, basi beba barakoa, twende kwenye maandamano. Jamani, hii nchi ni ya kwetu sisi, hamna mtu wa kuweza kutusaidia. Huyu mtu mmoja anatuletea matatizo. Yani matatizo sio ndani ya nchi tu, hata nje ya nchi. Nchi saizi hivi imechafuka vibaya mno. Tanzania saizi ukitoka nje ya nchi unaonekana wewe ni takataka. Nchi ambayo ilikuwa inaheshimika kwamba ni nchi ya amani, yeye ni nani? Sio aondoke tu atuachie nchi. Tuandamane, twendeni tukaandamane tarehe 25 ndugu zangu. Mimi nawapenda sana, asanteni. Shukran sana, umeeleweka sana engineer. Labda tu kwa kuongezea hapo kuhusiana na haya magari, kulikuwa na kipindi hawa chinja walikuwa wanapita na magari, wanaweka wanamimina tu risasi alafu wanaondoka. Jamani, yale magari sio kwamba hayawezi kusimamishwa, ndio maana nasema hakuna kukaa kinyonge. Naona mic imeyumba tena. Imeyumba, unanisikia? Umerudi. Haya, pole. Nasema hawa watu ambao wanatembea na hizi vikosi ambapo wanaua watu ni watu hatari, kwa sababu kwanza ndani ya ile gari unakuta wana silaha, wana risasi, wana mambo mengi, lakini hawana uwezo wa kwenda kuyatolea uwajibikaji. Kwa hiyo sisi tunachukulia kwamba wale ni wahalifu. Wakija tunajua wahalifu namna kudili nao wakati polisi hawapo. Kwa hiyo nadhani hiyo pia sisi tutumie kama akili ya ziada, na sio kukaa na kuwa victims, yani kukubali kuwa mhanga au mwathirika alafu tunakaa kinyonge. Nyingine mimi nimependa sana umeizungumzia hilo swala. Jamani, watu tusisahau picha na video. Sasa kulikuwa na shida kidogo hata huko mbele. Jamani, picha na video sio tu wakati mnaandamana. Yani kwa mfano kuanzia kesho tunahitaji kuanza kupata kutoka kwenu maeneo yenu husika. Kama mnakutana na vizingiti, kama mmeweka roadblock, mtuambie. Kama mnaona hawa wanajeshi kama tarehe 9 wanaandamana, piga picha, tuma video. Yani hizi ndizo taarifa ambazo zinasubiriwa huko Umoja wa Mataifa, na msifikiri kwamba hawajatoa tena statement. Ni kwamba wanaona kama ni mwendelezo, yani sio kwamba wameona hakuna haja kutoa kitu kingine, kwa sababu ni mwendelezo. Lakini taarifa imeshatoka na wameshasema tarehe 9 watu wamezuiwa katika kufanya jambo lao la msingi. Haki za msingi zimevunjwa. Kwa hiyo jamani, msisahau picha, video. Namna kunitumia, namna kutuma Change Tanzania au kwa mshabaha ni njia rahisi. Kuna njia ile ya DM, kwa sababu hiyo inasaidia kuliko tukianza kutumia WhatsApp na mengine yanaweza yakaleta shida.
tumeshaona kwamba hawa watu wa Meta wanasumbua, lakini ukituma DM, hasa kama una uwezo wa kuingia hapa Twitter X sawa, lakini kama utakuwa huko Facebook na wapi, bado unaweza kunitumia au ukatuma kwa Change Tanzania kwa Mshabaha, alafu tukaituma. Jamani, sikilizeni, mimi nawaambia ukweli, kilichosaidia sana tarehe 29 kwenda mbele ni hizo video. Mnaona sasa hivi hata taarifa hizi wangekuja wakatae, waseme hakuna mtu aliuawa, lakini sababu ya wao mpaka sasa hivi wako ICC na wanaendelea kuhangaika ni zile video. Kwa hiyo naomba video ukipiga, usipige tu kwamba mimi naandamana, usipige tu kwamba mtu labda amefyatuliwa risasi, pige hata vile wao wanavyozuia watu. Yani hiyo tayari ni taarifa. Kumbukeni mpaka sasa hivi serikali inakataa kutoa kibali kwa waandishi wa habari wa kimataifa. Waandishi wa habari wa kimataifa wengi wako Nairobi, Kampala, wamekataliwa kabisa. Mtashangaa Museveni mwenyewe kisha waruhusu, lakini Samia Suluhu aliwakatalia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna shida kubwa sana kupata taarifa, na ndio maana walianza kusema kwamba zile ni AI, wakijua kwamba wataondokana navyo, lakini Mungu si athumani, wakashindwa kabisa. Sasa labda tu niwakumbushe watu wahakikishe kwamba wanaomba maiki mapema waweze kuchangia, huku tunaendelea kujadili mbinu na mikakati. Na labda tu swala hili lingine ambalo nimelisikia kwa injinia hapo ni kila mtu katika jamii yake anawajibika. Huko mbele ndio tutajua tutakutana vipi. Hiyo tunafanya maksudi kwa sababu tumegundua unapoanza kuleta mimi nasema ile standard kwamba sijui tukutane sehemu fulani kukusanyika, hawa watu kazi yao ni kwenda kuanza kusumbua watu. Kwa hiyo sasa hivi hatutaki, tunataka waandamane wenyewe, lakini tunaendelea kukumbusha Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwamba hili swala haliwahusu, zaidi ya kuhakikisha kwamba wanalinda raia. Kazi yao sio kuzuia raia, sijui kuweka barricade, sijui vitu gani, tusiwaone huko mtaani. Naomba wale ambao mtakutana navyo naomba mni DM, mnipe taarifa ya eneo, saa, kila kitu, ili tuweze kufanya uhakiki, lakini tufanye hiyo kazi, tuone kama kuna hizo barrier. Lakini kwa namna mimi ninavyojua sasa hivi zile barrier hazipo, na sijui Mshabaha nayo kama na taarifa tofauti. Taarifa nilionayo ni kwamba wanajeshi wamepotea mtaani na inaonekana wamechoka kwa sungusungu. Kwa hiyo kama watakubali tena kwa sungusungu, hivyo hivyo tutaendelea kuwaumbua. Naomba watu waendelee kuomba maiki. Nimeona watu wanaomba wanapotea, najua kuna changamoto, lakini tusikate tamaa. Haya, tuje kwako Robi, karibu. Asante sana dada Maria na Mshabaha, nashukuru sana kwa nafasi hii na nimewahi kuomba maiki. Well, nikienda kwenye mada maandamano bila kikomo, mbinu na mikakati, mwongeaji aliyopita amemention kuhusu kwamba kuzuia magari yasiingie na kutoka, ambayo mimi niweze kusema kwamba baada ya kilichotokea ule uuaji umekuwa ni watu wana mambo mengi sana ya kutoa ushuhuda, lakini hayo najua kwamba whether tuko hai au tumekufa, vijukuu vyetu vitakuja kupata ushuhuda wa yaliyotokea. Namba moja, mimi nawashauri watu wao makini sana na wenye viti, kwa sababu wenye viti watendaji na viongozi hao waliojiweka madarakani waliwauza na wamekuwa wakitoa taarifa kwa polisi. Kwa hiyo mnapokuwa mmekusanyika, wakiona tu kitu kidogo, vijana wamekusanyika, basi wanapiga simu polisi na polisi wanakuja pale. Sasa ni nini kifanyike? Mimi nadhani hii ya kuweka vizuizi, mawe kule wanakojua, kwa mfano tuseme kwamba hawa wabunge feki tunajua wanakokaa, tunaishi nao mitaani, labda barriers zinawekwa za mawe, tunajua kwamba ili barabara kwamba ukishatoka linafungwa ili barabara. Kwa hiyo na wakishaona tu haya magari ambayo hayajulikani, basi wananchi ni kwamba kuna namna fulani ambao wanachukua tile alafu unapigilia misumari ambayo inaweza ikawa labda inarushwa au inawekwa mbele, gari likipita basi ile misumari gari inapata pancha kwa hizi gari ambazo ni za wauaji. Hicho ni kitu kingine ambacho kinaweza kikatumika pia. Kwa hiyo na kuwapelekea moto wabunge feki kwenye sehemu tunazokaa nazo pia inaweza ikawa ni sehemu ya maandamano ya bila kikomo. Hao wenye viti watendaji pia tunaishi nao,
kwa sababu ndio hao watu wa chini ambao tunakaa nao, tunaanza nao hao ili taarifa ifike huko mbele. Nadhani hiyo pia inaweza ikawa ni kitu endelevu katika haya maandamano ya bila kikomo. Yeah. Nadhani mimi niishie hapo. Shukran sana. Labda tu nikuulize Robi, kwa taarifa ulionayo, kuna sehemu tena umeona zile barricade ambazo zilikuwepo tarehe 9? Hapana, sijaona, lakini nimekuwa nikiongea. Kwa mfano, unajua sisi wote tuna familia, wengine ni walimu, wengine ni maaskari. Umekuwa ukipata taarifa ya jinsi watu walivyotumika na jinsi ya walivyouliwa. Ndio maana anasema kwamba kuna shuhuda nyingi sana, watu sasa hivi wanaogopa kuzisema kwa namna moja au nyingine, lakini kuna shuhuda nyingi, na ndio maana mimi nazidi kukazia kwamba hao wenye viti na watendaji tuwe nao makini sana, sio watu wa kuamini hata ikitokea kwamba unaenda kuripoti, hawa ndio wanaouza kesi na unajikuta umezingirwa na polisi. Asante sana, ni point muhimu sana, na labda tu kwa kuongezea, kwa sababu umeizungumzia hiyo ya watendaji, jamani, hawa watendaji pia waelewe kwamba wao wamechaguliwa, wanaishi kwenye jamii. Sasa hii jamii ambayo inawazunguka inafahamu kwamba wengine walicheza nafasi kubwa na mbaya sana ya kupeleka hawa majanja, mimi nawaita janjawidi, chinja kuwapeleka kwenye majumba yao na kuhakikisha kwamba wanaumizwa. Unajua huko Sirari kwa mfano kumekuwa na kesi kama hizo. Sasa sijui mmepanga kuendelea kuishi kwenye hiyo jamii au mmepanga kufanyaje, kwa sababu sioni tarehe 25 wakikubali. Nimekumbuka kitu kingine kwa ulivyosema kuhusu wa polisi. Naweza nikasema kwamba huko mitaani polisi walioshiriki kuua wanaweweseka sana, wanapata shida sana kwenda kufanya mitambiko, akili zao zikae sawa. Mimi nilikuwa na washauri hao maskari wanaosikiliza ambao wako hapa, wanaishi maisha ya shida sana. Tunapokosa maji tunakosa na familia zao na wao wenyewe wakiwemo. Wanapokosa madawa tunapokosa madawa na familia zao zinaishi maisha ya shida sana, na tunaona maaskari wengi ambao wamestaafu jinsi wanavyoweweseka, tena wanawahi kufa na wanachakaa kweli kweli. Mimi nilikuwa nasema kwamba nyinyi askari mkishirikiana na wananchi, mkaacha uchawa, mkaacha kuua wananchi, haitafika hata masaa mangapi huyu muuaji Samia ataondoka na nyinyi mtabaki kazini, na maisha yenu yatakuwa beta, kwa sababu mtakuwa na uhakika wa kazi zenu na familia zenu, maisha yenu yatakuwa ni salama sana. Yani haizidi hata siku nzima, yani wote mkiwa upande wa wananchi. Nashindwa kuelewa kwamba ni akili zimeliwa na ugonjwa wa ukoma. Wanashindwa kuelewa kwamba hiki kitu kinachopiganiwa haki ni haki kwa kila mtu, kwa sababu tunapokosa madawa leo tunaona nilikuwa naongea na mtumishi mmoja anafanya kazi Bugando, namuuliza vipi kuhusu madawa ya ugonjwa wa ukimwi. Anasema magonjwa dawa zipo, ni wale wafanyakazi walipunguzwa na vitu kama hivyo. Yani unaona ni rubbish kinachoongelewa. Lakini mimi ninachoweza kusema ni kwamba kuna maaskari ni waathirika, kuna wafanyakazi ni waathirika. Kwa hiyo hiki kitu mnachokiona wanaona kama ni wanaharakati au ni Chadema peke yake wanaopiga kelele, lakini ukweli huku chini mitaani watu wanaumia, wanashindwa kutoa sauti. Badala ya kuunganisha ile sauti, tuwe na Tanzania ambao kila mtu anajivunia. Zamani ulikuwa ukisafiri unakuwa proud kusema natoka Tanzania, lakini sasa hivi ukisema Tanzania unaona watu wanakuangalia kwa huzuni. Najua Tanzania it will never be the same again, lakini tunaweza tukairudisha Tanzania tunayoitaka kwa masaa ambayo hayazidi hata masaa 6. Samia anaondoka na machao wake wote. Nyinyi polisi ambao mnaishi kwenye mabanda, mnaishi kwa kukopa mchele, mkisubiri mwisho wa mwezi mlipe madeni, acheni, unganeni na wanaotaka haki. Ndio hiyo nitaka kuongeza, dada Maria. Asante. Asante, umeongeza point muhimu. Nadhani hata wao kama wana akili timamu wanaelewa, lakini pia mimi niseme familia ina nafasi kubwa, hasa hawa ambao ni ndugu. Kwa mfano kuna mume mke, basi wao wafanye hiyo kazi pia kwa convince. Nani huyo tena anaongea? Mimi si kuoni vizuri. Mshabaha, unisaidie hapo kidogo. Okay,
Skepticism, tunanisikia? Yani hapa kuna makorokoto sana. Nakusikia. Karibu. Asante sana. Mimi nina machache kidogo ya kuzungumza kwa sababu nimesikia watu wengi wametoa michango na wameongelea mambo mengi mazuri, lakini nahitaji ni kama sio kushauri basi kuongezea, ili kama tuna nia kweli ya kuhakikisha tarehe 25 tunafanikiwa. Mimi nadhani kwa sababu hizi sikukuu huwa kuna mambo mengi yanafanyika kabla ya tarehe husika. Kwa mfano huwa tunapiga tunafanya matukio mbalimbali ndani ya tarehe 24 usiku kuamkia tarehe 25. Sasa mara nyingi watu wamekuwa wameshindwa kuelewa, sasa majenzi wameshindwa kuelewa kwamba labda huenda nguvu tunayoitumia au njia tunayoitumia kudai haki, wengi wameanza kuhisi kwamba labda tunaelekea kufeli, lakini ukweli ni kwamba iko hivi. Mimi nimekuwa kwenye magrupu tofauti ya WhatsApp, hasa kwenye magrupu ya mitaa ambao unakuta na watu zaidi ya 1000. Ikitokea umecomment au umeposti kitu kinachohusiana kabisa moja kwa moja kwamba tarehe 25 tunaenda kufanya kitu, unakuja kukamatwa na unapelekwa ofisi za serikali za mitaa, na moja kwa moja watakuhoji kabisa kwa ni mtu wa Chadema, kwa nini unataka kuandamana? Hata ukiwaambia bana, mimi sio Chadema, mimi na kadi ya system hii hapa, bado wanakataa, wanaamini wewe ni mtu wa Chadema tu. Umeona? Sasa ukiona kwa mantiki hiyo, ukiona hali iko hivyo, manake at the ground hali ni mbaya. Hata viongozi wa CCM kuna muda hata ukimpigia simu kwa bana, naomba tukutane sehemu fulani, hata kama ni mwenyekiti wa serikali za mitaa, ukimpigia tunataka tukutane sehemu fulani au nije ofisini kwako na shida, anakuambia tuonane kwanza sehemu nyingine kabla ya kufika ofisini. Yaani wanajua hali iliyoko mtaani si nzuri, ndio maana hata maisha yao ya kujificha. Sasa nataka nishauri kitu kimoja kwamba kama itapendeza tarehe 24 mara nyingi watu tunaanza kusherehekea usiku kama ilivyo mwaka mpya. Tunaanza kusherehekea usiku, huo usiku tuchukue kama opportunity kufanya mambo yetu, kwa sababu tayari hata tukisema kwamba tutumie kauli za kawaida hatusikilizwi. Mimi nimekaa karibu wiki nzima nikiwa maeneo ya Mkulanga, barabara Mkulanga kuja Kisemvule mpaka Vikindu. Nimeshuhudia kwa siku zinapita zaidi ya gari 15 za polisi zikitokea Lindi, Mtwara, zinapita zinaelekea Dar es Salaam. Maana yake ni kwamba Dar es Salaam ina uhitaji mkubwa wa askari kuliko watu wanavyodhani. Angalia hao FFU magari yote, kwa watu ambao wananielewa, wanaotokea kuanzia barabara Mbagala mpaka Kisemvule, angalia FFU wote, magari yote FFU wanaopaki barabarani wanakuta wamevaa kofia chekundu na barakoa nyeusi. Angalia gari zao zote, ndio utanielewa zile gari zimetoka wapi. Wote wanaolinda kwenye vituo vya mwendokasi vile, wengi waliokuwa nalinda pale wa polisi wa Dar es Salaam hawapo tena, wengi wanatokea kusini huku. Yaani hamna tena polisi wa Dar es Salaam ambao tulikuwa tumewazoea tukiwaona, sababu wengi wao tumeshawakalili, hata nyumbao wanakoishi wengi tushawakalili wanakoishi, ni kama vile wamepotea. Sasa mimi nilichokuwa kuna muda natamani sana nitumie nguvu au nitumie uwezo mwenyewe kufanya vitu kwa nguvu zangu mimi mwenyewe, lakini nashindwa kwa sababu nahitaji company ya kuweza kupush hivi vitu vifike mahala, kwa sababu tuna hamu sana kushinda hii vita, lakini kuna namna serikali inatumia nguvu za dola kuturudisha nyuma, hasa kwa kutuua. Ndio maana umekuwa ukiona kipindi kimoja niliwasiliana na mtu tukiwa Mbeya, karibu na stand ya ile airport ya zamani. Tuli discuss kwamba tukutane airport ya zamani. Nakumbuka hiyo siku nilipiga mpaka picha nikamtumia ndugu wangu, nimefika hapa nimejikuta mwenyewe, lakini kumbe wenzangu tayari wameshapigwa. Mwingine kapigwa ubao, mguu umevunjika, kajificha kwenye vile vibanda vya mbao, katulia mle mpaka alipokuja kutulia na anakuja kuniita kwa sauti ya chini na kuja kuangalia, ananiambia bana, kilichokufanyika ni kwamba kumbe tulivyokuwa tunapeana address kwamba tukutane mahala, tayari kuna watu walioshaanza kufanyaje, kuovertake, wameshatangulia hapa, wamekuja ili mkiweza kukusanyika watuumize. Kwa hiyo hii njia ya kupeana location kwa sasa tuiache, ila tufanye ambush, lakini tusikae kizembe. Tarehe 24 usiku tuanzishe, ili ufika mpaka asubuhi tayari tunakuwa tumesha take advantage na mambo mengi tunakuwa tushafanikiwa. To take advantage ya matukio kwenye maeneo ambayo
ni nyeti, hasa ofisi za serikali, ofisi za halmashauri na manispaa, ofisi za mkoa, mjini tuingie. Hiyo ndio ilikuwa ni kiini kikubwa sana cha kushinda hii vita, kwa sababu mjini hali halisi iliyopo ni kwamba sijaona mwanajeshi tangu tarehe nafikiri tangu ni siku 15 sasa zimepita, mwanajeshi ni hamna. Hasa hivyo wengi ni FFU, polisi, na ikifika majira saa 10 anaanza kubaki moja, gari zote kusini, Voi ndo zinarudi, kwa manake usiku hawapo. Mimi nimespy kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa uelewa wangu na elimu nilionayo, nimegundua polisi wengi asubuhi wanaonekana asubuhi wakitokea barabara kusini wanaingia mjini. Majira saa 10, 12 huko wanatoweka. Manake asubuhi tano unaona, manake usiku hawapo. Sasa usiku tukitokea 24 kuelekea 25 asubuhi tunakuwa tumesha take advantage kwa kiwango kikubwa sana. Huo ni ushauri wangu namba 1. Namba 2, msinichoke, nataka hatukuchoki. Endelea. Okay. Tu uko sahihi, endelea. Nimependa unaongea vitu muhimu sana, endelea. Okay. Namba 2 ni kwamba mimi nimekuwa nikitembea kwenye ofisi za umma kwa rasilimali fedha zangu, kwa sababu mwenyewe kwa nilipoteza kazi, sina kazi kwa sasa, lakini nimekuwa nikitumia rasilimali fedha kutembea kwenye ofisi za umma. Nimetembea NSSF, nimetembea hizo ofisi za za serikali za mitaa, ofisi za za manispaa, najaribu kuchunguza. Ukiangalia ideology status walizonazo viongozi mle, ukiangalia kwa umakini zaidi, kuna baadhi ya ofisi za umma kila ukija, yani mfano kama ukitaka huduma fulani, kwa mfano kama NSSF, halafu unamwambia bana nimekuja kufungua madai, kwamba nilikuja kufungua madai alafu madai menyewe hayapo au ilifutwa, alafu kuonekana kama umelaizi umepandiki fulani hivi, unaitwa na mtu, unaanza kupozwa. Yani ni kwamba hata ofisi zenyewe za umma zimeshaanza kujua kwamba hali halisi ya majenzi mtaani wana hasira. Kwa hawataki tena kuendelea kuchochea hasira kwa wananchi. Wanajua kwamba huyu, yani panicking ya wananchi au kitu chote kinachotokea kwenye ofisi za umma kinaruka moja kwa moja mtandaoni, kinaruka moja kwa wananchi na kinaendelea kuchochea. Kwa hiyo hali halisi kwenye ofisi za serikali za mitaa, mashirika, ofisi za umma, wahudumu wanajua kwamba sasa hivi nchi yetu haiko sawa, imegawanyika, na sasa hata huduma zao wanazotoa, namna wanavyoreact imekuwa ni tofauti na kipindi cha nyuma kabla ya Oktoba 29. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka ninyooke moja kwa moja kwenye point yangu kwamba sisi tumeshashinda, ila kuna namna Gen Z au Watanzania bado wamepoteza ile hali ya kutaka kuelewa kwamba tunashindaje. Yani bado wameshindwa kuelewa kwamba nguvu, uwezo tunao, lakini tumeshindwa kuelewa tunatokaje au tunafanyaje ili tutoke. Nakumbuka, narudisha kidogo kwenye kauli za Mwalimu Nyerere. Aliwahi kusema kwamba kuna muda unaweza ukawa mkosefu kwa sababu ya uoga. Yani uoga wako wewe unaweza ukajikuta kumbe wewe ndo mkosefu, wakati kumbe ndo ulikuwa na haki. Yani unaweza kushindwa kumkanya mtu mkubwa, kiongozi mkubwa au baba yako, unashindwa kumkosoa eti kisa tu kwa sababu ni mkubwa, unaogopa. Sasa ule uoga wako, mwisho wa siku babako anaweza kukuona kama wewe sasa ndo mpumbavu, kwa sababu babako kafanya kitu ni makosa, yani kafanya makosa, halafu wewe mtoto kwa sababu tu wewe ni mdogo umeshindwa kumkanya. Sasa babako kumbe kafanya kukuangalia, huyu mtoto ataona au atagundua? Kama hajagundua basi ataendelea kukuona kama mpumbavu. Kwa sisi tunaonekana ni wakosefu au tunaonekana ni wajinga kwa sababu ya uoga. Uoga ni kitu kibaya sana. Tunaogopa wakati haki yetu tunaiona mbele ya macho yetu kwamba hii ni haki yetu, tunatakiwa tupambanie. Mimi nimesikia kauli za Mwigulu. Nimesikia kauli za hii takataka iliyokuwa ikisema kwamba wamepeleka barua ofisi za ubalozi wa Vatikani. Ukiangalia tu mazingira hayo, yani vitu vinatengenezwa na ukweli wanaujua wao, lakini sasa wameshagundua kwamba Watanzania tumekosa unity, tumeshindwa kuunganika kwa pamoja kwenda kuidai ile haki. Na mimi kwa kumalizia ni kwamba kama kweli tunataka kutoka, kama kweli tunataka kupambana na hili swala,
tarehe 24 usiku to take advantage. Jiji la Dar es Salaam kuanzia saa 2 hakuna polisi mtaani, wengi wanatoka barabara ya Kusini, wengine wanatokea barabara nani ya Morogoro Road, wengine wanatokea barabara ya Bagamoyo Road. Nimesha spy, nimejiridhisha, maanake usiku panakuwa ni peupe. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Shukran sana, asante sana, umeongea jambo la maana na kupongeza. Na labda tu kwa kuongezea, maana naona umeongea hili pointi ya usiku, lakini pia kuhusu polisi. Jamani, kwanza niwaambie kabisa, polisi sasa hivi wamezidiwa. Mimi na taarifa kwamba kuna hiyo ambayo wewe ulisema ya Poleni, naona host ana changamoto kidogo. unanisikia sasa? Umerudi. Nasema hicho kikosi cha mauaji pia bado linahangaika kwa sababu wanataka kuhakikisha kwamba wanasimamisha maandamano. Ni waoga sana, lakini mimi naamini kabisa hawatafanikiwa. Shukran sana, na naomba watu wazingatie sana hili swala la kwamba watu waweze kuanza mambo kwenye community yao na isiwape tabu. Sasa nije kwako Arman Fama, karibu. Asante, mimi ningependa kuongezea kwa sababu kulingana na mantiki ilivyo na mazingira hata ya Tanzania, mimi kipindi ambacho nilichokuwepo, kwa askari kama askari, lazima kama wapo wenyewe wananisikia, lazima waelewe hiki kitu. Lengo la wao kuwa na maisha ya chini na kuwa na hali hiyo, hawa watu waliokuwa juu yao, ni kwamba walikuwa wanataka wawabane na wawatumie kwa ajili ya mambo yao. Na haya ndo matumizi ambayo yanafanyika. Na sisi waandamanaji ambao tunapigania haki, tunapigania za kwao pia. Kwa sababu ilhali kama wao wangekuwa na maisha mazuri, wana mishahara bora, wanaishi sehemu nzuri, wasingekubali kutumika hivyo kwa kuua wananchi waliokuwa hawana hatia. Lazima wakubali na waelewe. Na pili, naomba niongezee kwenye swala la hawa ambao walikuwa wanaingia mitaani toka tarehe 29 na magari yao kwa ajili ya kuua wananchi. Tukubali kitu kimoja, tukitaka kuidhibiti hii hali, ni lazima kwanza kuwe na watu ambao wako na ile misumari, kwamba ile gari hata kama ilipita sehemu fulani, ile njia ambayo inataka kugeuzia kutokea na ile gari ipigwe misumari, huku kwingine kote misumari. Gari ikipita itatoboka. Sidhani kama askari hata kama wana rundo la silaha ndani ya hizo gari wana uwezo wa kuzibeba na kutoka nazo kwa miguu. Ni lazima watajikuta wenyewe wanakimbia. Hiyo ndo njia moja wapo ya kuwatawanya hawa watu, na ndo njia moja wapo ya kudhibiti nguvu yao, kwa sababu wanachotambia wao ni hiyo nguvu ambayo walikuwa wameileta mitaani na kusababisha mauaji kwa watu, kwa sababu wananchi walikuwa wakija wale watu, wananchi wengine wanakimbia. Lakini kama ingetokea wale wakija wamedhibitiwa mbele, nyuma na kote, wangekosa nguvu na wananchi wangewadhibiti. Asante sana, mimi ndo hayo nilotaka kuongezea. Asante kwa mchango. Na gani nilikuwa nafuata Aman. Aman, karibu. Na naomba wengine mnaweza kuendelea kuomba mic kwa wale waliodondoka. Karibu Aman. Ni mimi ndo nilokuwa naongea sasa hivi, nimeshamaliza. Wewe ndo itakuwa Muma. Mimi ni Arman ndo nilokuwa nazungumza. Arman, asante sana Arman. Nimechanganya na Muma. Yes, amjambo. Hatujambo sana, karibu. Basi mimi naitwa Muma kutoka huko upande wa Kenya. Karibu sana jirani kwa maarifa. Basi nimeona mko kwa mjadala, naona mnataka kufanya maandamano nyinyi kama vijana, mnataka haki yenu. Kweli kabisa, hiyo nifikiria, tuwasema fikiria nzuri sana. Sasa mkiangalia dunia ya saa hii, ukweli ni wakuwa ukitaka kitu lazima uitishe kwa nguvu. So mkiangalia hata hapa Kenya, hapa kwetu tumeenda maandamano, kile ambacho tunataka
tunafanya na maandamano, na unapata hiyo maandamano serikali inaogopa hiyo maandamano sana, yani they fear the strike. Sababu ya hiyo ushuru, yani tunapata maandamano ikifanyika hakuna ushuru no, na hakuna vile wataendesha nchi. Unajua ushuru ndio inaendesha nchi. So tumekuwa nanyi, nyinyi ni mandugu zetu, tumekuwa nanyi, tumewasapoti, na hata saa hii bado tuko na nyinyi, ilhali saa zingine tunawaangalia kwa umbali, tunaona nyinyi hamko serious na maandamano, juu kati yenu kuna wasaliti. Saa hii mnapanga vizuri, nasikia mnaongelea mambo ya usiku, meke msimari, alafu kesho yake unapata maskari washagundua njama yenu, mnapigwa, mnanyoroshwa. Lakini sisi tunakwanga na tunasemanga option B, A, C na D. So moja kifeli tunaenda kwa ingine, so lazima mpange hayo yote. Mnanipata? So jambo la muhimu ni kuwa mshikane jamani, mshikane, la sababu hii generation yetu ndio itakomboa. Kama si hii, hata nyinyi mkiangalia vizuri, hii yenye inatufuata ina raha mingi, hata haijui uongozi ni nini, lakini kama sio sisi itabidi tuwatengenezee hiyo, itabidi. So kwa saa hii nitasema tuko na nyinyi, mimi asua. Kuna wakati hapa nyuma mlikuwa nafanya uchaguzi, nakumbuka mimi nilienda hadi huko kwa boda tukitetea huyo jamaa alikataza kuingia Kenya. Alafu hiyo siku pia ya uchaguzi pia nilikuwepo huko. So hata huu muda bado tu ndawasapoti. Ni hayo tu, niko na hayo tu machache. Asante sana, nashukuru sana. Space yetu inayumba. Asante, na umetoa maoni mazuri kwamba lazima tuwe na plani nyingi. Kikubwa ni kwamba hakuna kurudi nyuma, na tunashukuru. Hata kama ikitokea plani zingine zinafeli, lakini lazima kuwe na plani ambayo inalala juu ya plani nyingine na kujitahidi. Hao machawa kwa upande wetu wako wengi, na bahati mbaya huwa ni watu ambao tunawajua lakini tunalemba sana. Labda ifike hatua tu kwamba mtu naye akijulikana ni chawa basi afanyiwe kama wasanii. Yani inabidi machawa na wenyewe tudili nao katika utaratibu ambao uko kama wasanii walivyofanyiwa, kwa sababu wakiendelea kuachwa wataendelea na hiyo tabia, na baadhi yao wanasababisha watu wanauawa. Kwa hivyo kama ni mtu ambaye anatoa taarifa kwa mapolisi ambaye anafanya ubakaji, mauaji na kadhalika, huyo sio mtu mzuri, na lazima tufike hatua tukubaliane kabisa kwamba watu aina hiyo hatutaweza kuwavumilia. So nashukuru sana. Mwaula, karibu tuweze kupatisha mikakati na changamoto ambazo kiuzoefu majirani mliwezaje mpaka mkapiga hatua kidogo kuliko sisi. Karibu sana. Okay, yeah, thank you. Asante sana Mshabaha, na niwasalimia yote na shangazi na wengine, na niwashukuru kwa hii timu yote nzima ambao huwa mna
Hello. Karibu sana, Na, karibu. naona leo inasumbua. Wamegundua nini hawa wahuni? Utatusaidia na baadhi ya mitambo ile tunayoweza kukinga kidogo, tuone kama itafanya kazi. Okay. Jamani, ombeni mic, poleni. Leo tumesurubiwa, kuna gap limejitokeza hapa karibu dakika nadhani 10 hivi, tukihangaika kurudi, narudi mic watu waoni. Kwa hivyo kuna wakati host anakuwa aoni mtu yeyote yule, anakuwa anajiona peke yake tu, lakini sisi tunakuwa tushaingia kwenye space. Kwa mfano kama mimi nilikuwa nishaingia na wengine nilikuwa naona wameingia. So lakini tutafika na tutatakiwa kuelewa kwamba kunapokuwa na matumizi ya nguvu kubwa sana namna hii kwa ajili ya kusimamisha mijadala, ni kwa sababu ya hofu walionayo hawa watawala batili, na kiuhalisia kama wangekuwa na uwezo, wala wangekuwa wanakuja hata kushiriki kwenye mijadala kama kweli wana uwezo, lakini bahati mbaya wamefika hatua wamepola madaraka na wanataka kutumia tena usanii kwa ajili ya kuendesha nchi pamoja na kuzima sauti kwa namna hii. Sisi wote ni wananchi, ni Watanzania, na hakuna ambaye alikuwa Mtanzania kuliko mwingine, na hata kama tungekuwa tunatofautiana vipi maoni, haifai kwa namna yoyote fedha za umma kutumika kwa ajili ya mambo ya namna hii. Si sawa kabisa na haipendezi. Na hii inaonyesha namna gani ambavyo hata thamani ya fedha hawa watu hawaisamini kabisa, kwa sababu fedha hizi zinatokana na baadhi ya watu ambao wanauza biashara ndogo ndogo, pipi, miogo, mama mboga. Ni fedha ambayo inatokana na jasho ambalo linaweza likawa na uchungu mkali sana, lakini mtu yuko tayari anunue awe na software au awe na wataalamu kwa ajili ya kunyamazisha watu kuzungumza. Na kiwarisia, sisi tunapokuwa tunatoa maoni yetu na tunapokuwa tunatoa msimamo wetu, ni kutokana na wananchi kukubaliana na kwamba idadi ya wananchi kubwa ilikataa huu uchaguzi ambao ni uchaguzi ambao ulikuwa unaenda katika mazingira yasiyofaa, mazingira yenye uonevu, yasiyoweza kuleta demokrasia wala kutupatia mkataba wa kuchagua viongozi walio na uwakilishi wetu. Tunatakiwa kukumbuka maana ya uchaguzi. Maana ya uchaguzi au maana hata hizi serikali ni kama nilivyosema mwanzo pale nilipoeleza kwamba zamani kulikuwa na hizi wanasema direct democracy, yani kwamba labda kama mnakumbuka vijijini inapigwa ngoma, wanakijiji wote mnakwenda pale, mnafanya maamuzi kwa ajili ya masuala mbalimbali, kama ni kilimo, kama ni kufukuza mchawi kijijini, kama ni nini, mambo yalikuwa yanafanyika namna hiyo. Lakini baadaye ustaarabu umeongezeka na watu wamekuwa busy na mambo mbalimbali. Kunakuwa na watu ambao wanatakiwa kuwa wawakilishi, na wawakilishi ndio hizo serikali. Lakini pia hata watu wa hukumu tukakubaliana kwamba ziwe mahakama, kwa ajili ya kuondoa wale wazee kutumia hekima yao. Mzee mwingine unaweza wakuta anatoa hukumu za uonevu, kumbe ana mchepuko sehemu fulani, au anamuonea mzee mwenzake fulani pale kijijini aumizwe kwa sababu kumbe anatoka na mkewe na kadhalika. Sasa tukafika hatua tukawa na ustaarabu, tuwe na mahakama ambazo zinatumia jicho la sheria, ambao sheria zimepangiliwa vizuri na ni za kuangalia tu. Sasa hao wenzetu ustaarabu wote huu wanataka kuufuta. Ina maana tunarudi mbali sana kiasi kwamba wao wanachoamua wao ndicho kinakuwa, wao wanachokitaka ndicho chenye, maoni yao ni sahihi. Maoni kama vile polisi kuua watu afu tunaenda kula nyama Dodoma, wanayaona ni maoni sahihi sana. Lakini sisi kusema kwamba huyu kiongozi batili aliyejisimika madarakani hatumtaki, hatumtambui na hatumuelewi, inaonekana kama ni tatizo. Linakuwaje tatizo wakati toka mwanzo tuliwaambia kiraini tu wananchi na baadhi ya vyama vya siasa ambavyo of course Chadema ambao walisimama upande wa wananchi kwamba hatutaki uchaguzi huu ambao mwana CCM ni commissioner wa uchaguzi. Na hatutaki uchaguzi huu ambao Samia anaamua tume inakuwaje. Karatasi za uchaguzi hatujui hata zimetoka wapi.
zimetengenezwa wapi, zimekujaje, zina ubora gani. Wasimamizi wa uchaguzi au wale mawakala wanaweza wakafanywa vituko. Kwanza sijui hata kwa nini tunakuwa na mawakala kama ni nchi inasimamia uchaguzi wake vizuri tu. Ukienda kwenye nchi mengine yote ambapo uchaguzi unafanyika vizuri, unahitaji wakala wa nini? Lakini tunakuwa na mawakala kwa sababu bado tuko nyuma. Sasa tunasimama hapa tunasema huyo Samia hatumtaki. CCM wao labda wangejaribu wamtoe huyo Samia, alafu wajaribu tuje tuzungumze namna gani tunaingia kwenye uchaguzi upya, kwa sababu huu serikali iliyopo madarakani ni batili. Sasa hii kuzima sijui kudondosha space, kukamata watu. Kuna kijana yule alikuwa anazungumza kwa uchungu, nimepoteza mjomba wangu sijui yuko wapi. Kwa kweli mimi naona Desemba 29 ni mbali sana, na yeye wanaenda wanamkamata. Sasa kama huyo alipata uchungu kama mwanafamilia kwa kumpoteza mjomba wake, hiyo familia, huo ukoo ni watu wangapi? Ni watu wangapi ambao wamewaongezea machungu? Kwa sababu kama huyu tu amesema kwa kweli mimi nitaandamana nikamtafute mjomba wangu, unaenda unamkamata. Ukoo mzima huo hapo inakuwaje? Sawa, watu wana ndugu. Sasa sisi tunawaeleza haya mambo, huyu hafai, huyu Samia hafai, na mambo mengi ya ovyo. CCM yenyewe haifai, kae pembeni. Lakini tunakoelekea CCM inakwenda kuwa chama cha kigaidi, kwa sababu ni chama kinachonufaika na matumizi ya silaha kuingia madarakani. Kishatumia silaha kuingia madarakani, huo ni ugaidi dunia nzima, na hiyo ndio standard ya kisomi kabisa ya tafsiri ya ugaidi, kutumia silaha kufanya ideology. Sasa tunaomba sisi tuendelee na mjadala, wasitusumbue, na hakuna namna yoyote ile wanaweza wakazuia mabadiliko. Mabadiliko yameshafika mlangoni, tunajua wana akili fupi, lakini wajitahidi tu hivyo. Wawajibike kwa sehemu walioifanya, lakini wakubali yale wanayoyataka wananchi. Kama wao wangekuwa wanajiamini, tusingefika huku. Tungekuwa na uchaguzi mzuri kabisa, mwenye kushinda akashinda kwa haki, basi full stop. Tuendelee Mwaula, na tutaomba tupitishe kwenye mambo kadhaa. Pia unaweza kufungua wananchi namna masuala yalivyopiganiwa huko nyie kama majirani, mpaka mkafika hapa purukushani za hawa watawala mpaka ikafanikiwa. Na labda riski ambazo watu walichukua, kwa sababu labda watu wasije wakaona tu mbona ni sisi tu tunauawa. Nchi nyingi inapofika hatua kwa kweli mnataka usalama wenu, mnataka mabadiliko, huwa inachukua gharama kubwa sana. Karibu Mwaula. Na wengine tafadhali ombeni mic. Okay, nafikiri nasikika Mshabaha. Unasikika vizuri. Okay, thank you very much. Kwanza leo vita ni kubwa sana, tunapigwa sana leo. Inaondoka inakuja, lakini itaendelea hivyo because we cannot afford to give up. Kwanza kabla nita address hao mapolisi ambao wanatuua. Wanaingia ndani ya nyumba za watu, wanaua watu, wanateka watu, wanatumika. Ukiangalia Tanzania, majority ya mapolisi ni kuanzia cheo cha sergeant kuelekea chini. That means wengi, that's where maybe almost 90% wako. Or even more. Wale wakubwa inspector kuelekea huko RPC huko IGP ni wachache sana, maybe 15 au tukiongeza zaidi au hata tuite 20%. Lakini wengi kama 80% wako kuanzia sergeant kuelekea chini. Hata sergeant, corporal na constable. Sasa hao watu wacha niwaambie niwape funzo leo. Kwa nini tunapigana? Tunapigana ndio wapate makazi mema. Ukiangalia zile makazi polisi wanakaa, hata mbwa zangu Billy kina Jackie na Pino wanaishi nyumba nzuri kuliko hao mapolisi vile wanaishi. Wanakula vizuri kuliko hao mapolisi vile wanakula. Sisi tunaishi na hao mapolisi mitaani, tunajua vile wanakopa huko, wanakopa maharagwe, sukari na nini huko. Kwa hiyo tunapigania ndio wao pia, tukiwa na katiba nzuri na utawala mzuri, walipwe vizuri mshahara wao, na tuwajengee makazi mazuri, na wawe na haki na uhuru wa kuongea. Hiyo ni makazi yao. Na tunapigana ndio pia afya zao siwe nzuri. Manake ukiangalia mapolisi na pia afya yao ya polisi na watoto wake na mke wake na nini wanaenda tu katika hizi hospitali zetu za kawaida tu hizi, wanaenda wanakosa madawa, kwa hivyo hata ile mshahara utoshi, wanapatia wananunua madawa pia watu wazazi wao kule vijijini na nini. Lakini tukiwa na utawala bora, tutahakikisha kwamba kuna miundombinu nzuri ya
ya health sector na elimu. Maana watoto wao pia hakuna polisi ya hao nimetaja kuanzia sergeant kuteremka huko chini constable na corporal ambao unaweza kuta mtoto wake na shule nzuri anapelekwa Kenya kusoma au South Africa au hakuna. Na wale ndio wanatumika sana sana na hii utawala kutua. Kwa hiyo wanatumika kutua na ila hali sisi ndio tunawapigania haki zao. Unaona, kwa hiyo tukifanikiwa watoto wao watapata shule nzuri, kutakuwa na shule nzuri na watu wao pia polisi na familia yao miundombinu ya afya itakuwa nzuri na watanufaika. Na tatu, hiyo la afya, ukiangalia polisi wakistaafu wakiwa na wazee wale wao kule vijijini, saa zote wanaitisha msaada nini, watumie pesa ndio watibiwe, lakini miundombinu ya afya ikiwa nzuri watanufaika wao mapolisi na pia wale wazazi wao kule kijijini, na wakizeeka wakimaliza kazi hii mambo ya mafao yao kukaa, watakuwa wanapewa mafao yao kila kitu. Kwa hivyo is for their benefit. Na hawa watoto wao wakimaliza shule na nini kukuwa na katiba nzuri, uwekezaji wako mzuri nchini Tanzania, kuna mahakama huru na nini, pia watoto wao, manake najua polisi wanaolewa, watakuwa wanapata watoto wanakuwa wanapata ajira, mfumo utakuwa umeboreshwa, hakuna tu kuajiri watu wa CCM. Manake sidhani mtoto yoyote hata akimaliza chuo au nini, kama ni wa mtu kama corporal au sergeant, anaweza tena enda pale ajiriwe, nani anamjua? Ila hali hao wazazi ndio wanatumika kutua sisi. Kwa hivyo hao mapolisi watafakari sana. Mimi ningewashauri kitu kimoja, come to 25th, hizi siku mbili zimebaki hizi, tutoe ya tatu ndio 25th. Come to 25th, polisi kaeni bali. We are fighting for you. Na nyinyi wewe kama polisi, kuna nikasikia watu wakisema ya kwamba kuna dada moja na polisi wake ambaye ni boyfriend wake, akiwa nyumbani anakiwewe anashika, manake anasema wale watu walikuwa wanaua, wengine walikuwa wanainua mikono juu, lakini anaenda kuwapiga. Sasa ule polisi hata anakaa kama ni kichaa, hana akili nzuri na nini, usiku hata harari anajigeuza. Unaona sasa na wale waliwatuma kina Mwigulu Nchemba, kina Nchimbi, Samia, wanarasta wale hawakuchukua bunduki, hata kama director alitoa kwao, hawakuchukua bunduki kupiga, walituma hao mapolisi hawa ambao wana shida na nini. Kwa hiyo nyinyi polisi, ningewashauri kitu kimoja, please stay aside, kaeni kando, wacheni tuwapiganie, na hii nchi kikombolewa, you will also be a major beneficiary ya hii mfumo tunapigania uondoke, ndio kuwe kuna utawala mzuri. Jambo lingine, kwa nini Tanzania tunaonekana kama tunakwama kidogo katika hii ile? Kuna watu moja, taasisi moja ambayo ilisaidia sana kule Kenya kupigania ukombozi na nini. Watu walipigwa, na unakumbuka hata kuna wamama walitoa nguo kule Uhuru Park, mpaka moja akaachilia wale wafungwa wa kisiasa walikuwa huko. Na hakuna kitu baya kama mwanamke mzee kutoa nguo na baki uchi. Kanisa limetuagusha sana Tanzania. Nimesikia mchungaji mmoja ambaye ni maarufu sana hapa Dar es Salaam akisema watu wamewekeza kwenye utalii, kwa hivyo hatutaruhusu ile mambo iharibike. Come on. So huyu mchungaji haangalii uhai, wale watu karibu 10,000 wameuawa au zaidi ya 10,000 wameuawa, anaangalia tu ule uwekezaji huko. So he is comfortable, ako sawa kukaa hivi kutojali nini kinaendelea, as long as anakula mshahara, anaendesha gari kubwa, amehogwa na CCM. Sasa kazi yake tu ni ukabali. Kwa hiyo niseme hivi, kanisa limetuagusha pakubwa sana Tanzania. La pili, taasisi za kiraia zimetuangusha sana, although zingine zimewekwa vikwazo nini na nini, lakini ukiangalia Kenya wale watu walishirikiana ni kanisa na taasisi za kiraia na chama cha wanasheria. Hawa watu watatu walishikana sana kusinikiza serikali, na tusione kama hii mateso inapitiwa Kenya. Watu walipitia mateso makubwa sana. Polisi walikuwa nashika watu, kuna manyumba kule Nairobi hata sasa imewekwa ukumbusho, Nyayo House, ilikuwa inaitwa Nyayo House kule. Watu na Nyati House ingine, wale kikosi cha tunakiita special branch, sasa hii ni NIS cha usalama wa taifa, kama tunaita idara maalum special branch, ilitesa watu sana kule. Maaskofu waliwekwa kule, wakapigwa, wanasiasa wakawekwa ndani. Mtu kama Raila alikuwa amewekwa gerezani bila kesi miaka 8. So kwa hivyo hatukupata uhuru huu kwa njia rahisi. This is a price we have to pay. Freedom, no is walk to freedom, kama Nelson Mandela alisema. Lakini kanisa zimetuangusha pale pabaya sana. Manake hakuna kitu kina ushawishi mkubwa kama kanisa. Kwa hivyo kama makanisa, tuchukulie leo hii, kwa mfano kama KKT tuunge mkono, Anglican, AIC, TAG, imagine hao makanisa wote wakuja waseme tunaingia barabarani, I can guarantee you
hata kabla hapo haijafika Samia atakuwa ameinua mikono, lakini hakuna, isipokuwa Katoliki ambao nawashukuru sana, kanisa Katoliki limesimama kidete na kusema hapana mpaka haki ipatikane, na wengine mmoja wawili hapa kama Baba Bagonza na wengine ambao wanasimamia haki. Wachungaji wengi wametuangusha sana, unaona, wanatuangusha. Na niliwaambia watu hapa, ukisikia mchungaji wako hongei kuhusu haki na nini, why should you attend that church? Kwa nini uende pale na utoe sadaka? Wasusie wale watu, manake hakuna kitu kinagusa jamii moja kwa moja kama imani. Ukisahii misikiti wa shehe na maaskofu wakisema hapana, hii haikubaliki na tunaingia barabarani, I can guarantee you hata polisi hata ruhusa hata risasi moja. Lakini hakuna hilo Tanzania. Lakini sababu hawapo, hiyo haimaanishi tusimame. No, let's move forward. Tuendelee na kupigana. Kwa hiyo hao ni watu walishikana sana. Taasisi na RSK imenya hata kama Mabuku huyu RSK boss huyu TRS boss Mabukusi anaongea kidogo hapa na pale. Yeah. Mabukusi awa TRS pole shangazi, niko na hata nimekaa kichwani na RSK ya Kenya. Hii TRS ya kwanza ni TLS, nimekusikia umesema LSK sijui. Aya TLS ndio. Yako ni RSK ya kwa Tanzania ni TRS. Hata kama Mabukusi anaongea kidogo, lakini huoni ile chama cha wanasheria kikijitokeza wote. Unaona Kenya kuna kwa wakati mwingine na shida. Unaona wanasema watasimamia shughuli za mahakama. Na sasa pia tunakatuma hata wakati huo wewe shangazi unajua kina Willy Mutunga bali alikuja kuwa jaji mkuu. Wale walikuwa wanasiasa wakuu wanaharakati wakubwa sana. Kina Reverend Timothy Joya, kina Digi mwana wa Askofu Digi mwana wa Zeki. Unaona watu hata misikiti kina Sheikh Mohamed walishikana wote wale watu taasisi za imani na wakasema no, they stood up to cannot dictatorship. Lakini Tanzania unaona hakuna. Unaona wachungaji wamekuwa machawa. Wamekuwa watu wakupopeza, husikii. Mimi nilishangaa sana, sisikii mtu kama Marasusa akiongea. Hata kama tunajua padri anategemea, husikii mkuu wa TAG wa Anglican anajua pia ni chawa, yule Moba sijui anaitwa nani yule. Husikii mtu wa TAG akiongea. Mtukii mkubwa wa TAIC akiongea. You don't hear them saying anything. Na wanaadhirika kama Watanzania wale wengine. Kwa hivyo taasisi moja ambayo imetuangusha sana ni kanisa, na pia chama cha mawakili Tanzania TLS kimetuangusha. Manake Mwabukusi na watu wake wote walikuwa wameshikana nasema no, this killing is not good. Tunakuwa na mkutano, tuna press conference na tunauka mkono hii maandamano na kila kitu. He could have come forward na aseme hivyo kama vile Kenya mambo inatokea, lakini for his own reason hiyo tuiwache kando na sababu zake ambazo mimi hata sisielewi. So hao ni watu wametuangusha sana, na taasisi za kiraia yani civil society pia hao hawako. Siwaoni wengi wakijitokeza wakisema hapa kuna shida na nini. Kwa hivyo mapolisi tafadhalini sana. Kama vile mchungaji mmoja amesema na shangazi pia umesema, if the police officers in Tanzania ambao wanaumia sana, nimesema 80% of them or even more like 85% ni wale wa kule chini kuanzia sergeant kuteremka na corporal na constable huko chini. Wanaishi ile maisha baya sana. Na hao ndio wao tunapigania. Tukipata katiba mpya na kila kitu kikiwa sawa, they will be major beneficiary. Watakuwa wanufaika wakubwa na hii katiba mpya. Sijui ni akili gani, na wanaambiwa na wakubwa wao enda ukapige risasi. Wakubwa hawaendi hata kama wanatoa oda. Kwa hivyo ile maana kuwa binadamu si kama kuchinja kuku. Ile mambo unaona yule mtu anakufa na mpiga risasi, itabaki kichwani chako na utakuwa kichaa. That is it. Huwezi kuwa binadamu ukabaki hivyo. Kwa hivyo sisi tuange, polisi ni waambie nyinyi kaeni kado, lideni raia na mali zao, stay away from this. Na JWT hiyo siongei sababu ilituangua sana. Na finally nyinyi vijana, kuna vijana naona wakiwa machawa nini na nini wanakuja kuongea. Mjue hivi, niwaambia vijana, kwanza UVCCM na wale wengine wamejifanya ni machawa. Freedom is coming. Uhuru unakuja. Na kuna watu wanawamaki nyinyi vijana. Hawata wadhuru, hawata wafanya vile. Hebu imagine kuwa wewe ni chawa, una mambo unaandika, unaenda mambo imefunguka Tanzania, unaenda kampuni fulani kuuliza kazi, na yule mtu ameweka ile tweet ilikuwa ya uchawa wako, utapata kazi kweli? Utapata kazi. Kwa hivyo nyinyi vijana mjihadhari sana. Tafadhali uganeni na sisi wengine. Na ukiangalia zile pesa wanapewa ni 5,000, 10,000. Where will this money take you? Itakupeleka na pia mzazi wako anataka umsaidie na hiyo hela, ndugu zako umsaidie na hiyo hela. Kwa hivyo nyinyi vijana acheni hii ujinga mko naye wale wengine ambao mmekuwa machawa. Keep off. Piganeni haki na tuone vile tutafikisha hii taifa mbele. Na nyinyi makanisa, it's not too late to change.
can you please the message. Kuna wengine wanasema oh, tunaenda kanisani. Unaenda kanisani wakati watu wengine wanalia, watu wao wameuawa. Wengine niliona mazishi moja, watu walizika an empty coffin. Manake mpendo wao amepotea, hajulikani alikuwa, unajua aliuawa. Kama tunajuaje kama huyo ni mmoja wale waliochoma kule tukasema we don't know, hatujui maneno. Kwa hivyo mimi nimalizie hapo shangazi, niwapo wengine nafasi yaongee, lakini kanisa mmetuangusha Tanzania. I will never stop saying that. Kanisa mmetuangusha. Taasisi za kiraia hizo you can excuse them, sababu wengi wameshikwa koo na serikali. TLS juu amekwama wapi, nao waungane waseme no we are also joining this protest, sijui amefika wapi. Lakini makanisa I will never forget you, ile mambo mnafanya hamfanyi haki na hamtendi haki, isipokuwa tu kanisa Katoliki na wengine kidogo hapo wanaongea. Na nyinyi vijana machawa, please try to keep off, because kesho haijulikani, ukombozi unakuja, na hao watu ambao wewe unakuwa ni chawa, utakuwa unaona kampuni zinakushan, hakuna mtu anataka kukupa ajira na nini. Sababu gani? Sababu umekuwa uchawa, na wakati huo CCM itakuwa imekusahau. Asante sana shangazi, na makanisa mjitafakari sana. Mnaniumiza sana Tanzania kwa kutosimama kwenye pande ya haki. Asante shangazi. Shukran sana, asante sana Mwaura. Sasa labda tu niseme katika kwa upande wa kanisa na hivi vingine, nadhani tuna kitu cha kujifunza, lakini pia muda wao unafika. Soon itabidi tu watu wasimame na kuhesabiwa. Sasa nikukaribishe mzee wa Bayern, karibu sana. Asante. Mimi labda tu niseme, nauliza swali moja niliwahi kuuliza nyuma. Viko wapi vyama vya wafanyakazi? Chama cha walimu wapi? Si chama cha wafanyakazi wa serikali kuu kiko wapi? Kiko wapi chama cha wafanyakazi si wa serikali za mitaa na nini? Wana vyama vyao vingi, lakini mwisho wanajumlishwa kwenye chama kinaitwa TUKTA. Nadhani si TUKTA, siku hizi ndio TUKTA. Yako wapi yani wako wapi? Kwamba wenyewe hawahudhuriki na hivi vinavyofanyika. Nakumbuka wakati tunatafuta uhuru, Rashid Kao alikuwa kiongozi wa chama cha wafanyakazi, mpaka anakuja so wafanyakazi mko wapi? Kwenye mnaona tu mambo yanayofanyika ni sawa kweli? Pagumu sana. Nitaka kujazia kidogo ya Mwaura, ama na wengine wamesema hapo nyuma, wamesema sana, lakini so na ndugu zetu polisi, mimi nakaa Nyali na police line, basi zao ni ngumu. Tunakaa nao, tunaishi nao, tunafahamu hali zao, lakini tukitoka hapo tu kidogo tu akaamrishwa kidogo, nataka kujui tena kwamba mlikuwa pale mkiwa mnapiga story, anaweza kutoa roho. Hizo roho mnatoa wapi? Kwa nini mfanye hivyo? Mnamtumikia nani? Mtumikie tu mtu mmoja ambaye ana sababu ya kutumikiwa hivyo. Katiba ya kwetu japo ni mbaya tunasema, lakini inasema vizuri sana, mamlaka yote yanatoka kwa wananchi. Wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Hakuna rais yako juu ya wananchi. Rais anatumikia wananchi, ndio maana hata kama ni Kachupi, hata anavuta sigara, hiyo sigara si wananchi tunailipia. Anakunywa kabia, hiyo kabia si tunakanunua. Kwa nini hatuheshimu? Kuna kauli fulani nisikia mahali fulani alikuwa akisema Kikwete kwamba hakuna udikteta nusu. Dikteta ni udikteta tu. Dikteta cha kwanza ni kudhibiti watu wasikuseme, na wakikusema uhakikishe hizo wanavyosema uvidhibiti. So akasema, akaenda mahali mbele akasema kwamba wakati mwingine wanapaswa kusikia kile watu wanasema, ili wewe uende kwenye mambo yao ambao wanasema hapa hauko sawa, ili urekebishike. Japo naye si mtu mzuri, so lakini kuna mahali anaongea kama mtu, so si kama akili zinatoka ama zinafanya namna gani.
Lakini sasa tunapoenda kwenye Disemba 25, sisi tunapaswa tujiandae kweli na twende tufanye kazi kweli kweli, na hatupaswi kuwa waoga. Tunapaswa kwenda kufanya ambacho tunapaswa kufanya. Kwa wale wote ambao Disemba 25 watatoka, nataka tusifanye ugomvi na tusigombane na mtu. Na kesho tarehe 23, tarehe 24 tunapaswa twende kwenye hivyo vikao vya serikali haramu, tuambie kwamba tarehe 25 tunaandamana, na tuwape taarifa ili wasio wakapata chanzo. Katiba iko vizuri sana, imesema mkitoa taarifa ya maandamano, cha kwanza afisa wa eneo husika haruhusiwi kukataza. Anapaswa kama kuna tatizo lolote mtashauriana, sio kukaa kwenye chombo cha habari kusema maandamano haramu, hivyo havipo. Jaribu kutafuta njia halali, ikishindikana hiyo ndio ambayo tunaweza kufanya. Kama kuna mchanganyiko, si kama nafika kama kuna mtu anasema hiki naomba mpe mtu mwingine labda, maana mimi kama sielewi. Halo, halo, Mzee Abaya, naona umemute. George, karibu. Iliano ambao sijauelewa, nikaona kusema tukawa tuelewane. No, unasikika vizuri. Kuna mtu amewasemaje? Unasikika. nasikia. Endelea. George, subiri kwanza. Endelea mzee Abaya. So kitu ambacho tunapaswa kufanya, tusifanye kama wao, tunafaa tufanye tofauti, tufanye vitu ambavyo vinakwenda kweli kweli, vinakwenda sawa. Kama wakataka kutufanyia vitu ambavyo si sawa, sitatumia vile ambavyo si sawa hivi. So kwamba hatuwezi watu wote tukawa tukanwa tu. Mwigulu anazunguka kote anatukana, ukimkuta Nchimbi anatukana, mkuta Samia anatukana, kwamba yani hata kodi zetu tu hawathamini. Leo nitakupa kisa kimoja. Leo nitoka mahali fulani nikanunua bidhaa fulani, kati natoka pale nje kuna mtu anakusanya risiti. Mzee, una risiti? Nikamwambia ya kazi gani? Kaambia rudi uchukue risiti. Nikamwambia mambo ya risiti na mimi tofauti, maana siwezi kulipa kodi ambayo inaenda kununua risasi za kuniua. Kama nimetoka na bidhaa sijapewa risiti huko, wala sihitaji. Akajaribu kama kunigasi, nikamwambia basi na bidhaa yako baki nayo, wala na hela sitaki kutoka. Basi mzee, wewe nenda. Nikamwambia usije ukarudia siku nyingine, usije ukatulazimisha, tuna mambo mengi. Nchi ni kwetu na tunapaswa tuishi kwenye nchi ya kwetu kwa amani na kwa upendo. Leo ukimwambia mtu yoyote kwamba habari ya kulipa kodi, waza sana na atashangaa, kwa sababu kodi hiyo inalipa kwenda kumuua baba yako, kwenda kumuua mama yako, kwenda kumuua mtoto wako. Alafu akishamuua wanakutukana, wakishamuua wanakudharau. Walichochewa, si wamelipwa. Mambo ambayo hana sababu, hana. So mambo ni mengi, lakini
Hebu Watanganyika, sipendi tena kutumia neno Tanzania, hebu Watanganyika tujitambue, tuachane na hicho kitu tunachojiita Watanzania, tujiite Watanganyika. Mbona Wazanzibari wanajiita Wazanzibari na sio ubaguzi? Kwani si tujiite Watanzania bara? Tujiite Watanganyika na tutafute Tanganyika yetu. Tukishaipata hao Wazanzibari tuambie, wajue tukae tuongee. Kama mnataka kuwa na serikali ya Zanzibar, sisi tunataka tuwe na serikali ya Tanzania, yaani isiwepo ya Tanganyika wala ya Zanzibari, ndio tutakuwa tumeungana. Lakini kama nyinyi tutaungana mbaki na serikali yenu na sisi tubaki na ya kwetu, hakuna sababu. Kila mtu abaki na ya kwake, kila mtu atafute maisha ya kwake. Muungano waliungana sio Nyerere na Karume, huo ulikuwa muungano batili na hauna sababu ya kuendelea kuwepo, na hakuna sababu ya mtu yoyote anayetoka hii mnaita Tanzania mainland, sio Tanganyika, sio Tanzania bara, hiyo haipo. Tuite nchi ya kwetu Tanganyika. Nchi yetu tulipata uhuru mwaka 61 Desemba 9 ikiwa inaitwa Tanganyika. Hiyo ndio nchi ya kwetu. Tusihangaike kutafuta vizu vya Tanzania sio vya nini. Muungano wa Nyerere na Karume watajuana nao huko, na watu walishafariki. Mungu awarehemu, tuachane nao. Mimi ya kwangu nafika mwisho. Asante sana mzee wa bani, nashukuru. Naona watu wengi wamedondoka. Mabara Junior. Mabara Junior. Takuondoa kwenye mic kama unashindwa kunisikia. Mkiwa chini unaweza ka request tena. Mabara nimekushusha. Kama ulikuwa unanisikia omba tena mic. Kuna mtu anaitwa Isaac, umedondoka baada ya kuomba mic. Wadau, leo naona hawa jamaa wamekomaa. Tumebaki na siku mbili tuseme. Baada ya kumaliza hii space tutakuwa tumebaki na hii siku mbili, na ninaona leo wanashambulia sana. So tujitahidi kutumia VPN, lakini kwa wale ambao wanaomba mic pia ujitahidi kuwa na VPN. Otherwise tunaweza tukawa na ugumu wa kuendelea na space kutokana na wengi wanaomba kushindwa kuzungumza au kudondoka. Hatuwezi kuzungumza watu wawili tu hapa juu. So na wasi wale ambao waliomba mic mara ya kwanza na wakadondoka, weka VPN alafu jaribu kuomba tena. Na lazima tuelewe kwamba tuna wahuni ambao hizi kazi zao wanapozifanya, na pale ambapo tunapokata tamaa au kushindwa kuendelea kupambana, wao wanaona kama wameshinda, na ndipo wanaendeleza huu uhalifu kwa kasi sana. Kwa sasa hivi wanapambana sana kuhakikisha hatuwezi kuzungumza, hatuwezi kuwa na mijadala aina yoyote ile. Na wanatuma maboti mengi sana yanaomba mic hapa, tunayaona kwa malengo yale ya kutudondosha kama walivyofanya mwanzo. Lakini tunaelewa, lakini kikubwa ni kwamba lazima tujipange kuendelea kupambania uhuru wetu. Hatuwezi tukawa na nchi ambayo hata mijadala tu namna hii haiwezi kufanyika, haiwezekani. Hii mijadala huwa tunaifanya kama maoni yetu wazi, yani kitendo cha kutofanya kificho, kwa sababu tungekuwa labda wahuni waaini au watu tusiopenda nchi, tungeweza coordinate hivi vitu pembeni huko, maybe Zoom, tukatafuta namna tukajificha na nini. Sisi hatuna mchawi wa kumtafuta, mambo tunayaweka wazi kwa sababu hakuna sheria tunaoivunja. Hatuna nia mbaya ya aina yoyote na mtu wala hili taifa, ila kwa sababu wao wamekosa hekima ni juu yao. Na hii inawekwa hivi, inakuwa historia kwamba hata tulichokuwa tunakizungumza miaka yote hakijawahi kuwa siri, na kwamba haiwezi kufika hatua wakasema kwamba labda watu hawajui, labda watu hawakusikia, labda watu hawakushiriki. Space za wiki iliyopita, wiki kabla ya wiki iliyopita, space zote zilisikilizwa kwa mkupuo na device au nitasema simu 120,000
ambapo kulikuwa na watu upande wa YouTube. Ukiweka watu Twitter tulikuwa napata 120,000. Mara nyingi watu hesabu watu ambao wanatufuatilia kupitia platform ya Clubhouse, kwa sababu ya idadi inakuwa si kubwa sana, lakini huwa ni 50 mpaka 100, na huwa tunaifikisha kule kwa wale ambao pia wanashindwa kutumia labda Twitter. Na kwa hizi platform mbili watu au vifaa 120 vilikuwa vimeunganishwa, na kawaida watu wakiunganisha wanasikiliza 2, 3 mpaka 5, au ni zaidi ya watu 500 unaweza kusema, au unaweza kupunguza kusema ni watu 200,000. Sasa watu wa idadi ya aina hiyo wanapokaa na kujadili masuala kuhusiana na taifa lao, unawezaje ukawapuuza na kuanza kuzimazima mitandao na kadhalika na kadhalika? Na hao watawala tunatakiwa kuwakumbusha haya mambo yana changamoto zake, na changamoto zake ziko hivi kidogo tu. Sisi siku tukisema sasa twende gizani, tumechoka, tuache, wananchi wakaendelea kuonewa, polisi wakaendelea kufanya yao wanayofanya, nadhani wote mnajua nini kitakachofuata. Hukumu zisizo na macho zitaanza kutolewa kwa familia za mapolisi, watawala, wanaharakati, kila mtu ataanza kupata hizo hukumu. Yani tutaanza kuingia kwenye ule mchezo wa kibushibushi, mapambano, yani vuru. Sisi hatutaki taifa letu lifike huko. Tunaamini katika ustaarabu. Japo wao hawaoni haya mambo, sisi tumestaarabika. Tunaamini kwamba tunaweza tukakaa, tukayajenga, tukaweka mikakati, tukamkataa Samia wazi. Sio kama yeye ambaye huwa anakaa tu na vijana wake 4 wa Kizanzibari, anapanga mipango ya kuwa Watanganyika kwa siri. Sisi hatujawahi kufanya hivi vitu kwa siri. Hatujawahi kufanya hata kidogo. Yeye huwa anakaa na mkuu wa jeshi upande wa wanamaji, wanateka watu, wanawaua, na huyo mkuu wa jeshi upande wa wanamaji anatakiwa kuelewa, mwanajeshi yoyote anayefanya mauaji ya aina hiyo anayoshiriki, hiyo ni vita dhidi ya binadamu. Yani hiyo umeendesha mauaji ya kivita. Wewe ni mwanajeshi, una mamlaka, unafanya mambo ya kihuni dhidi ya wanadamu, na wako wengi. Na ndio maana kuna mwingine kafungwa juzi tu hapa kutoka Sudan, amewajibika kutokana na position yake aliyokuwa nayo. Na kumbukeni, kuna polisi mmoja amemkamata, Maula amegusia hapa, kuna polisi amemkamata, amemweka ndani kwa sababu anaongea mambo yamemruka kichwani, anaongea kuhusiana na mambo mliofanya. Kumbukeni, niliwahi kuambia hapa, mtu aliyeua, aliyefanya mauaji, kuna option mbili tu: awajibishwe, afungwe, afu apate msaada wa kiakili. Hawa maaskari hao, nyie wajinga, nyie msioelewa nyie, kuna siku watawashuti. Yani kuna siku hawa maaskari watawashuti kutokana na trauma walizonazo. Wewe Samia, hakuna mtu anaweza kukulinda kati hao watu. Hawa watu mmewatumia, hawa na watu wana ma stress, wana akili mbaya. Yani kwa siku moja atakugeuzia wewe risasi, kwa sababu tu ya msongo wa mawazo walionayo, kwa sababu ya mazingira magumu mliowapa wa maaskari. Hawakuwahi kuandikishwa kwa ajili ya kufanya haya mambo. Mmewapeleka watu, wameua watu. Huyo Mafwele anaua na kubaka kila mtu anayemuona. Inawezekana vipi kamanda wa polisi anakuwa mfiraji aliyetukuka katika jiji? Karibu Damalia, naona umerudi. Nimerudi. Yani kwanza huyo ndo mshenzi kama nini, ni mchafu. Mimi sijai kuona kilimo kama huyo. Tuna kazi. Yani haiwezekani, kwa sababu yani sisi wengine tunakumbuka kuna wakati babu yangu mimi alikuwa mgonjwa kiasi cha mwisho, nyakati za mwisho unamhudumia katika tu ustaarabu mzuri, unavaa gloves na nini. Lakini hawa watu wanachezea mavi ya watu tu hivi. Hawezi kuwa na akili nzuri. Hawezi kuwa na akili nzuri kabisa. Yani na hata hawa kina Rukuvi wanajifanya sijui wazee una hekima, sijui wanafanya nini. Sijui Kabudi sijui anajiita profesa. Unawezaje kuwa msomi unashirikiana na watu wanachezea mavi kila wakati? Samia anatumia hayo mavideo all the time. Na mnamjua mwenzenu Mpango, mbona alivyoona, unajua walau mimi siku hizi namsamehe Mpango. Alivyoona jamani, huyu mama hapana. Japo asemi au hatosema, lakini walau alionyesha ustaarabu kwamba nyie endeleeni.
fanyeni ya kwenu, mimi simo. Amejitoa. Unawezaje mtu umekuwa mbunge miaka 40, wewe Lukuvi wewe, umekuwa mbunge miaka 40. Leo hii wewe unaelekea kurudisha namba. Ukijitahidi sana ni miaka 10. Hiyo miaka 10 utapata nini? Kama miaka 40 hujafanya chochote. Mtu unakuwa mbunge miaka 30. Mtu umekuwa profesa miaka nenda rudi, hujajingamua. Hivi kweli kwa vyeo anakupa Samia ndio unaweza kujingamua kweli? Huyu ambaye amejaa laana na tesa mpaka viongozi wa dini. Tena mimi swala hili la la Fadha Kitima limeniuma sana. Siku chama kingine kichukua mamlaka, hawa wote wanafiki washenzi wasafishwe katika serikali. Hatuwezi kuwa na watu ambao viongozi wao wa dini wanafanywa ushenzi afu wanavumilia. Lazima tukae na hasira, tuikomboe taifa letu jamani. Hili taifa kila siku tunasemaga tumelaniwa na nani? Hatujalaniwa. Tumejipa laana. Watanzania tulifundishwa unafiki. Yaani kwamba unaliona tatizo unasema hilo lake, wewe kajitakia mwenyewe, kaingia kwenye siasa, matokeo yake hatupati anything. Yaani fikiria nchi kama Kenya yenye jangwa, yenye changamoto nyingi za hali ya hewa, wanatupiga bao kila kitu. Ethiopia hapo leo wanaagiza mandege, ndege 120. Kama vile wananunua ng'ombe tu. Hizo zinaingia hapo. Wana maproduct yao kibao. Kuanzia nguo, sijui mikoba. Sisi tunasifika eti sijui ni nchi ya pili kwa kuwa na wanyama, sijui ng'ombe na nini. Halafu mbona hata wallet tu ya kuweka vijinoti hatuwezi kweli? Kutengeneza kuwa na viwanda tukatengeneza. Halafu mnadhani kwamba eti laana sijui imetoka kwa nani? Sisi tumejilazimisha tukashiriki malaana ya CCM. Hawa na CCM walijitengeneza baada ya Nyerere kufa. Hata alipofikia mwisho mzee wa watu amepambana nao kimtindo wakamuua. Matokeo yake ndio hivyo.